Simulizi yetu inaanzia gari aina ya Range Rover likiwa lipo kwenye mwendo mkali sana, lifunga breki kali tena kwa kuzungushwa mpaka likatimua vumbi. Lilofanya wapita njia wazibe pua na midomo yao huku wakilalamika mbele ya baa moja yenye hadhi ya kati kwenye mitaji Dar es Salaam. Wahudumu wa baa hiyo yenye heka nyingi hawakushtushwa na ugeni huo wa mteja wao, kwa sababu ndio staili yake ya kila weekend anapokuja kwa ajili ya kula na kulewa. Mlango wa gari ulifunguliwa, akashuka kijana mrefu mweusi kiasi, mtanashati akiwa amevaa suti kali na ya bei mbaya, ikimaanisha ametokea ofisini moja kwa moja wala hajafika nyumbani kubadilisha mavazi. Tajiri na kuona unaingia kwa kishindo kama kawaida yako, upendagi kupoa yani. Mmoja kati ya wahudumu aliongea alipokutana naye getini. Kama tayo kwanza. Kijana huyo alimpa dole la matako mhudumu huyo wa kike na kumwekea noti ya 10,000 kwenye matiti yake kifuani. Na leo utafurahi tajiri, yani kuna mali safi kabisa zinakusubiri. Mhudumu huyo ambaye kwake kushikwa makalio au kupigwa dole na mteja ni jambo la kawaida, na ukizingatia maokoto yapo, aliongea huko akiwa anaweka vizuri aliyokuwa amewekewa kifuani. Zipo wapi hizo mali? Weka kae tu pale nikuletee pombe zako, alafu mali utaletewa zile ulizoagiza. Mbona unakuwa na haraka sana tajiri? Nilete mizinga miwili. Kijana mteja huyo alikuwa ameagiza na kwenda kukaa kwenye meza moja iliyo peke yake isiyokuwa na wateja wengine, huku mziki mkubwa ukiendelea kupiga, ikiwa ni mida ya jioni kwenye baa hiyo yenye pilika nyingi na ipo mtaani tu. Pamoja na kuwa na pesa za kwenda kwenye hoteli au baa zenye hadhi yake na tulivu, Rashid alikuwa anapendelea zaidi maeneo ya starehe yenye hadhi ya kati, yenye fujo na pilika nyingi, hasa baa yake hii hapa pendwa, Kishimo Bar and Lodge. Alipokaa tu, wahudumu walihangaika, akiwemo yule aliyokuwa amempokea, na muda huo meza yake ilishatapaka vinywaji vikali, yani pombe zile za bei mbaya. "Hi handsome, naweza kukaa?" Mwanadada mmoja mrembo alimsalimia. "Kaa tu." "Bati siko peke yangu, nipo na marafiki zangu hapa." Akamuonyeshea. "Karibuni, tumieni chochote mnachotaka." Aliwajibu wasichana wadogo wa umri kati ya miaka 10 na 20 mpaka 22 hivi, waliovaa nusu uchi, wakionekanika bado wapo shuleni au chuoni. "Asante handsome," walijibu huku akiwa anavuta kiti na kukaa wote watatu. Yule mhudumu wa kike muda huo alikuja na akina dada wawili machangu doa, yani wanaojiuza wananene kama alivyokuwa amemwahidi, na kushangaa sasa kuna wasichana walikuwa wamekaa kwenye meza ya mteja wake. "Ninyi mmetokea wapi? Hebu pisheni hapo." Aliwakasirikia, wakamgeukea wote watatu, wakamshangaa tu. "Waache, kamata hii." Rashid alimpa 20,000 na kumuonyesha ishara. Mhudumu huyo alirudi alipotoka, kumaanisha kama amebadili maamuzi, hawataki tena wale malaya aliwaletewa. Mhudumu huyo aliwatizama wale wasichana kwa hasira, kugeuka na kuondoka na malaya aliyokuja nao baada ya mteja wake kubadili maamuzi. "Handsome, kumbe uliagiza mali kwa ajili ya kufurahisha. Samani kama nimekuharibia ratiba yako." Msichana huyo aliongea huko akiwa na inua glasi ya pombe na kumtizama Rashid kwa macho ya kuita. "Unasoma?" Rashid alimuuliza. "Ndio, wote tunasoma, tupo chuo." "Hawa lembo wote wawili wako mwaka wa pili." "Vizuri, kwa hiyo unaweza kunipa chochote?" "Sio kukupa tu, tunaweza kukupa wote watatu ukihitaji." Alijibiwa na wasichana hao wakimtizama wote kwa pamoja, akawaangalia na kutabasamu. "Niwakute chumba namba 7. Unakunywa kwanza alafu ndo?" "Nataka nione ujuzi wenu kwanza alafu ndo nirudi kuendelea kunywa." Rashid alijibu kwa kuwa anashusha fundo la pombe kali. Wasichana hao wanafunzi wa chuo katizamana na kuinuka taratibu. Walibeba pochi na simu zao, kaondoka na kuelekea ndani kwenye loji kwenye chumba namba 7 kama alivyoelekezwa, huku akimwacha mwanaume huyo anaendelea kunywa mezani. Na muda wote simu yake ya mkononi ilikuwa inaita. Alipoitizama namba ilikuwa ni babake mzazi. "Mzee, nikiwa kwenye stare zangu sipendi kubugudhiwa." "Mzee, nikiwa kwenye stare zangu sipendi kubugudhiwa." Rashid aliongea mwenyewe na kuzima simu kabisa, kisha kainuka na kuelekea kwenye loji ndani mpaka kwenye mlango wa chumba namba 7 ambacho waga nakitumia kwa ajili ya kufanya stare na wanawake kwenye baa hiyo. Taratibu akafungua mlango na kuwakuta wasichana hao watatu wanachuo wakiwa hapo uchi kitandani wanamsubiri. Alijilamba midomo huko akilitupa koti la suti chini. "Huyu mpuzi mbona apokea simu?" Mzee Mbongo aliongea kwa hasira baada ya simu yake kutopokelewa na mtoto wake Rashid. Mzee huyo akiwa kwenye gari lake alikuwa yuko nje ya geti la jumba lake kubwa la kifahari akipiga honi, lakini muda huo kioo cha gari lake kiligongwa. Akashusha na kukutana mwanadada aliyekuwa amevalia hijabu kichwani na baibui jeusi lilokuwa limepauka, akiwa ameinamisha kichwa chini kwa aibu. "Shikamoo baba." "Marhaba, una shida gani mpaka ugonge kioo cha gari yangu? Unajua thamani ya gari ya msichana?" "Samahani baba, nilikuwa naomba kazi na hebu toka hapa, nenda viwandani huko, umeambiwa hapo kwa ngundo kuna kiwanda." Mzee Mbongo alikuwa mkali kwa kuendelea kupiga honi kali mbele ya geti la jumba lake.
Hata kazi ndani babangu nitafanya, tunisaidia na maisha magumu sana. Toka mpumbavu wewe. Alimkaribia mpaka msichana akashtuka baada ya kufokewa. Samani babangu, samani sana. Alitikisa kichwa na kugeuka akiondoka kiunyonge, huko mkononi akiwa ameshika mfuko wenye nguo chache. Mzee alipoona geti kubwa alifunguliwa akashuka kwa hasira ili akafungua mwenyewe. Na kwa bahati aligeuka nyuma na kumwona yule msichana muomba msaada aliyekuwa anaondoka akiwa ameinama anaokota kitu. Huyo msichana gani tena aliyeumbika namna hii? Macho alimtoka alipomtazama mwanadada huyo aliyekuwa amejaliwa mwili, hasa maeneo ya nyuma akiwa na makalio makubwa kweli kweli, yaliyomfanya mzee huyo macho amtoke, akiwa hajakumbuka kuwa ndiye msichana aliyemtimua sekunde chache zilizopita. Msichana alipokuwa ameokota alichokiangusha aliinuka taratibu ili kuendelea safari yake. Binti, mzee alikuwa amekuja mbio mbio, alimanusura anguke. Abe, mwanadada aligeuka nyuma taratibu huko akiwa anatazama chini. Ndio kumbe ulikuwa unaomba kazi? Ndio baba. Unaitwa nani? Naitwa Norahia. Jina zuri. Mzee huyo mzinzi alicheka huku akiwa anamshika msichana begani. Asante. Norahia aliangalia chini kwa aibu. Kazi umepata, karibu sana. Kweli baba. Kweli, twende ndani. Asante baba. Nora alimjibu huku akiwa anatazama chini, yeye yupo mbele na mzee huyo yuko nyuma, akiwa anahesabu mianguko ya makalio makubwa ya msichana huyo ambayo hayakujificha, pamoja na kwamba alikuwa amevaa baibui. Kumbe alikuwa anafukuza utamu bila kujua ise. Sasa humo ndani binti, utakuwa na kazi mbili. Kazi za ndani na za ndani zaidi, yani chumbani kwangu. Aliongea kwa moyo kwa akiwa anaweka vizuri zipu ya suruali yake iliyokuwa imevimba kwa uchu alionao. I see. Kazi kweli kweli. Msichana huyo alijitambulisha kwa jina la Norahia. Aliingia taratibu ndani ya uzio wa geti kubwa la jumba la mzee Mbongo, ambaye alikuwa yuko nyuma na cheka tu akiangalia makalio makubwa ya mgeni aliyekuwa amekuja kuomba kazi. Sio kwamba mlinzi akuepo getini, alikuepo tena wa Kimasai, ila alikuwa ameuchapa usingizi kwenye kiti chake, tena akikoroma kabisa, na kibaya zaidi alikuwa amefungulia redio yake mkononi ya Bluetooth, ameipakata muziki ulikuwa unaendelea kuimba peke yake. Norahia aliangaza macho yake kwenye eneo kubwa la jumba hilo huku akiwa amekumbatia mzigo wake wa nguo mkononi. Karibu sana. Jisikia upo nyumbani na hapa tayari kazi umepata, mzee Mbongo alimwambia huku bado akimtazama msichana huyo kiwiziwizi. Asante sana baba, aliitikia kwa heshima na kubonyea magoti. Ulisema unaitwa nani vile? Nini? Norahia baba. Norahia. Kwa kifupi Nora. Safi sana Nora. Unaonekana umelelewa kwenye misingi ya dini na unaheshima sana. Asante sana baba. Ngoja kwanza hapa. Ngoja nikamshughulikie huyu mlinzi. Yaani mimi napiga honi ya gari muda wote huo mpaka najifungulia mlango na kumbe yupo tu amelala. Mzee Mbongo aliongea kwa hasira na kumfuata mlinzi huyo wa Kimasai aliyekuwa na koroma kwenye kiti, akakishika kwa nyuma na kukivuta kikaanguka na mlinzi huyo kwa pamoja chini. Masai alikurupuka na kuokota rungu. Aro, mwisi gani nataka famia boma ya wenyewe? Aliongea akiwa na wenge la usingizi na kutaka kumpiga mzee Mbongo kwa ulungu. Macho yalimtoka alipogundua kwamba aliyesimama mbele yake ni bosi wake. Unataka kazi utaki? Akaulizwa kwa ukali. Hapana, nisamehe mzee. Nilijua ni mwisi taka vuja boma. Mimi napiga honi muda mrefu getini, kumbe upo ndani na unauchapa usingizi. Hapana mzee. Si unajua tena nilipitiwa na usingizi na ile misiki iliyokuwa nasikiliza kwenye redio ilikuwa inanibembeleza sana, ndo nikanika. Alishikwa na kigumizi kwa kuna kichwani. Mjinga sana wewe. Na mshahara wako wa kesho nitakupa nusu tu, uweze kufanya uzembe alafu ulipo kwa ujinga wako. Usinifanyie hivyo bosi, usingizi wa siku moja tu umenipitia. Mimi hata sinzia tena, naahidi. Mjinga sana. Pokea mzigo wa mgeni, peleka ndani. Sawa bosi. Karibu mgeni, karibu sana hapa bomani. Mlinzi huyo wa Kimasai alikuwa amepokea mzigo wa Norahia haraka na kwenda kupeleka nyumba kubwa, huku mgeni huyo mwenyewe akiwa yuko nyuma akitazama chini kwa aibu. Usijali msichana, huyu ni mlinzi, hajielewi tu. Jisikia upo nyumbani. Asante sana baba. Karibu sana. Alimwambia akawa ameingia mpaka ndani sebuleni. Alikaa kwenye sofa kubwa na kumtaka akae. Mwanadada huyo akakaa huku akiwa na shangaa mazingira mazuri kwenye sebule hiyo iliyojaa kila kitu. Ukuta wake ukiwa umepambwa na televisheni kubwa sana ya gharama ambayo ukisimama kama mtazamaji unaweza ukalingana urefu na unayemtazama ndani yake. Baba, hongera sana. Ni pazuri sana hapa. Nora alitabasamu. Mambo ya kawaida sana. Tena hata wewe unaweza ukaishi maisha kama haya. Alafu nikuulize kitu. Abe baba, umeolewa kwani? Hapana baba, mimi sina mume wala mchumba. Nilikuwa naye lakini aliniacha akaenda kwa wanawake wengine. Sasa mimi sihitaji tena mwanaume kwa sasa.
Safi sana. Wewe kweli ni msichana imara kabisa. Vijana hawa wa kiume wote hao ni waongo tu sana. Hawafai kabisa, ila sisi wazee tukipenda wakati tunapenda kweli. Ni kweli baba. Basi nenda kaoge, itakuwa umechoka sana na upumzike. Vyumba vipo vingi tu ndani vya kutosha. Asante baba, chooni wapi? Ngoja kuna nitakuonesha. Wewe Mwanahamisi? Abe baba. Dada wa kazi alitikia na kuja mbio. Hebu nenda kamuonyesha mgeni choo kilipo. Mzee Mbongo alimwambia msichana huyu aliyemsalimia Noraia, na taratibu safari kaanza kuelekea chooni. Mzee Mbongo aligeuza shingo akamsindikiza mwanadada huyo kwa macho akiyatizama makali yake makubwa. Hivi ukifa ndo unaacha mambo mazuri kama hivi? Ingelikuwa kuna hela inaweza kununua uhai nisife, ningenunua mimi. Alitikisa kichwa mpaka udenda ukaona mdondoka kwa uchu. Upande wa pili kwenye roji na baa, kijana wake yani Rashid alikuwa chumbani busy na wasichana watatu kwa mpigo, wanafunzi wa chuo kimoja hapa jijini ambacho hakipo mbali na eneo hilo kama walivyojitambulisha. Akiwa amewekwa chini chari na mmoja kama mkalia kwa juu akamshikilia kiuno akifanya yake, huku mwingine wa pili akiwa usoni akiwesogeza midomo yake anampa mate, na mwingine wa tatu akiwa pembeni anapapasa chuchu za mwanaume huyo akimsubiri mwenzake amalize kushughulikiwa naye akalie juu afanye yake. Wote watatu na yeye Rashid wa 4 wakiwa kwa uchi, nguo zikiwa chini zimetupa. Hayo ndo maisha yake, wanawake na pombe. Siku haipiti bila kununua malaya kufanya naye mapenzi. Yule aliyekuwa amekalia dudu alipiga makelele ya kimahaba akimaliza zamu yake na kujichomoa. Wapila kasogea na kukalia dudu ya kijana huyo lilozama kwenye uchi wake na kuendelea alipokuwa ameishia mwenzake, huku yule mwingine wa tatu akaendelea kushika chuchu za Rashid ambaye naye mikono yake ilikuwa bize kuipapasa miili ya wasichana wao kila kona. Alimaliza zamu yake akashuka taratibu kitandani na kuelekea kwenye choo cha ndani cha chumba hicho. Alipofika alifungua kikopo kidogo na kutoa kitu kama unga hivi, akajipaka kwenye matiti yake yote mawili na kisha akakifunga na kutoka chooni. Akirudi chumbani alipoacha wenzake na kukuta kazi inaendelea kumrudisha mwanaume huyo. Alipofika tule mwenzake aliyekuwa anampa denda Rashid, alipomwona mwenzake amerudi kutoka chooni alimpisha taratibu. Rashid ambaye alikuwa anaguna tu akiwa anasikilizia na kushikilia kiuno cha yule aliyemkalia, akasogezewa matiti ya yule aliyekuwa ametoka chooni naye akaanza kuyanyonya kwa fujo, huku kina dawa kana tizamana kwa kufinyiana macho. Rashid alivyokuwa amenyonya matiti hayo haikuchukua hata dakika 2 alianza kulegea na macho kukosa nguvu. Yule aliyemkalia kama jichomoa taratibu na wote watatu wakabaki wanamtizama. Nyewe wasichana, mbona siwaoni vizuri, mmeniwekea nini? Aliongea kilevi, sio ulevi wa pombe ila kama wa usingizi hivi. Akajaribu kufikicha macho yake bila mafanikio na kujikuta analala chali kama mtu aliyepoteza maisha. Bingo, kuisha habari yako, mmoja aliongea. Sasa tufanye kazi yetu chap alafu tuondoke zetu. Yule mnyonyesha matiti yenye dawa aliwaambia wenzake ambao walitikisa vichwa kukubali tayari kuanza kazi waliokusudia. Basi bwana. Upande wa pili wa baa hiyo na loji, shughuli za burudani zilikuwa zinaendelea kama kawaida mpaka usiku wa saa 4. Hakuna aliyejua kinachoendelea. Yule mhudumu aliyempokea Rashid muda ule alipoingia na ambaye mara nyingi anamletea wanawake wa kulala nao akiwa anaendelea shughuli zake, mhudumu wake alimfuata. Dada, kwani kile chumba namba 7 yule kaka alilipia kulala? Akaulizwa. Hapana, yule halalagi, anapiga shoti anaondoka. Mtu mzito kama yule alala hapa, kwani vipi? Mbona chumbani bado yupo mpaka sasa hivi? Ameshaondoka kitambo sana banacha zako. Yupo mpaka sasa hizi. Unazungumza nini wewe? Mimi namjua yule hawezi kukaa muda wote huo, anachukuaga chumba kwa ajili ya shotu. Hebu nenda kaendelea mambo yako. Dada, ninachokwambia ni kweli. Kuna mteja amechukua chumba vyote vimeisha, vina wateja, kimebaki chumba namba 7 sasa. Nimekuta kimefungwa kwa nje, ufunguo ukiwa unaning'inia mlangoni, nikazani kwamba hakuna mtu ndani. Nilipofungua tu nikamkuta karara tena yuko uchi. Unasemaje? Ninachokwambia ni ukweli, tena mteja ni shahidi. Mhudumu huyo alikuwa ameongea kwa msisitizo, huku mteja aliyeongozana naye akimuunga mkono kwa kutikisa kichwa. Hebu twende. Aliwajibu na kuondoka mbio kuelekea kwenye chumba cha wageni. Wakafika kwenye chumba cha mteja wake muhimu, akafungua na wakaingia ndani, na ni kweli alichokisema yule mhudumu wenzake wala hakudanganya. Rashid alikuwa kitandani uchi amelala, yani kama alivyozaliwa. Walikimbilia mbio wakamfunika na shuka kwanza. Bosi, amka, upo sawa? Jitihada za kumwamsha zilianza, wakimtikisa lakini wapi. Mimi nadhani mngempeleka hospitali, labda amepatwa na mshtuko huyo. Yule mteja kashauri. Ameelewa sana. Mhudumu yule mwingine akamuuliza. Huyu aliwagi mpaka kapitiliza. Sijai kumuona kwenye alio, lazima kuna kitu ambacho kimemtokea. Wale dada watatu wanachuo wameondoka saa ngapi na uliona ilipotoka? Alimuuliza mwenzake. Muda mrefu tu, tena walipita mlango wa nyuma ule. Sasa niliwaona ila sikuwazingatia kwa sababu nilikuwa niko na kazi zangu, mimi sikutaka hata kushughulika nao.
Sijui amemfanyia nini maskini. Itakuwa ndo hao. Mimi hakutaka kabisa kunisikiliza. Nimemletea malaya aliyoagiza akawakataa na akaondoka na vile visichana sijui vimwanachuo vile sio hata vichuo gani. Alisikitika huku meneja wa Bayo akija baada ya kupewa taarifa na wahudumu wengine pamoja na mlinzi. Kuna nini umndani? Meneja kauliza. Ndio kama unavyoona bosi huyu kaka, wasichana wamemfanyia nini hata sijui ataamki. Ya nimesikia kuna wasichana sijui wa wapi mnao. Nimesikia kuna wasichana sijui wa wapi. Mwachaje mteja leo na wasichana wageni tusiwaji wa sisi. Meneja alikuwa mkali. Samani bosi. Ni mwenye aling'ania samani bosi. Meneja akamwagiza mlinzi apekue kama kuna kitu chochote ambacho mteja huyo mkubwa wa Bayo ameibiwa. Akaanza upekuzi na kukutana na pochi ya mwanamume huyo ikiwa vile vile imenona, yani ina pesa na pesa zingine walizikuta kitandani ambayo ilionekanika kwamba ni malipo ya kazi kwa wale akina dada. Wote walibaki wanashangaa baada ya kuona kwamba hakuna kilichoibiwa. Bosi, ni simu tu ya mteja ndo ambayo haionekaniki, ila pesa zake na kila kitu hakuna kilichoguswa. Kuna dola za Kimarekani hapa kwenye pochi na ilikuwa hapa chini imeanguka na $3 za Kitanzania kitandani. Ilionekanika hawakuwa na shida na nyingine yote ile zaidi ya simu tu ya mteja na ameondoka naye. Muda wa Rashid alikuwa amekoa na wote wakashtuka na kumtizama. Bosi, vipi, umepata na nini? Akaulizwa. Naomba maji. Aliongea kwa sauti ya chini huku akiwa anaendelea kukoa. Haraka maji alifuatwa akanyoshwa kisha akawa amekaa kitako akiwa amelegea. Kuna nini kimekutokea bosi wangu? Wale akina dada wamekufanya nini? Meneja alimuuliza. Sijui, ila nakumbuka nilipokuwa na nyonya matiti ya mmoja wapo ghafla nikashikwa na usingizi mzito sana. Baada ya hapo sikumbuki chochote kilichofuata. Alijibu kana kwa tena. Basi walikuwekea madawa kulevya. Ila cha kushukuru pesa zako zote zipo salama, ila tu wamekuchukulia simu yako ya mkono na ndio wameondoka naye. Meneja alimwambia. Uso wa Rashid ulibadilika ghafla ukawa mwekundu kwa hasira. Wamenichokoza. Basi watalipa mara 10 ya hiki walichonifanyia. Aliapa na kulivuta shuka pembeni, akajua kwamba amevaa nguo kumbe yuko uchi. Watu wote wakatazama pembeni kwa aibu. Akajitazama mwenyewe, macho yalipomtoka aligundua kuwa hana nguo hata moja mwilini. Upande mwingine wa simulizi yetu. Usiku ukiwa umeshaingia tayari nyumbani kwa mzee Mbongo. Mzee huyu alikuwa chumbani kwake amekaa kitandani akiwa bado akili haijamkaa sawa tangu amwone mwanadada huyo mgeni. Noraya, uchu ulimzidi kichwani, alibaki kwa anajishika tu dudu yake ndani ya nguo ya kulalia alikuwa amevaa, yani pajama. Ingelikuwa kuna pesa ya kununua ujana basi ningeitoa, maana kadri siku zinavyozidi naona kabisa wanawake ambao sijapata kuona duniani jamani. Alicheka mwenyewe na kuishia hapo. Aliinuka taratibu na kutoka chumbani kwake akakisogelea chumba cha mgeni huyo ambaye alikuwa amelala. Akataka kugonga hodi lakini akajishauri kwanza, kisha taratibu akame kizungusha kitasa cha mlango na kuingia kwa mwendo wa kunyata. Macho alimtoka mzee wa watu alipoona mambo mazito. Alimshuhudia mwanadada kama analala upande amevaa upande tu akanga nyepesi inayoonyesha vyote vya ndani, na huku makalio yake makubwa akiwa amegeuzia mlangoni. Na mbaya zaidi, kanga yenyewe ilikuwa imepanda kwa juu, mapaja yake yote na makalio yake makubwa yanataka kuchungulia. Udenda ulimdondoka mzee huyo aliyebaki ameshika tu kwenye dudu kwa mikono miwili kama amepanwa na mkojo, na mwanadada huyo aligeuka alipohisi kuna mtu mlangoni. Baba, nilikuwa nahakikisha tu kama umelala vizuri binti yangu. Endelea kupumzika. Mzee alijishtukia kwa aibu akajichekesha akitaka kutoka nje. Unalala sasa baba, njoo. Mwanadada huyo alikuwa ameongea kwa sauti ya kudeka huku akivuta kanga yake aliyokuwa amejifunga tu juu bila hata kuikaza. Akaitupia pembeni na kubaki uchi kama alivyozaliwa, kwa akiwa anatingisha makalio yake makubwa kwa makusudi, na mkono akaupeleka kinywani na kunyonya kidole chake. Macho alilegeza mbele ya baba huyo mtu mzima wa miaka 68 mpaka 70 hivi, ambaye macho alimtoka akiwa haamini kama ndo anakaribishwa chakula hicho cha kitandani. Mwanadada huyo aliyefinyangwa akafinyangika kuanzia sura mpaka mwili, na hasa nyuma mgongoni, upande wa katikati ya kiuno na miguu. Aisee, kukiwa kuna mzigo mkubwa wa haja. Vijana wa lugha ya mtaani wakiuita msambwanda. Asalale. Mwanadada Noraya alizidi kumvuruga mzee wa watu mwenye lika la kumzaa kabisa. Alikinya kidole chake cha kati taratibu kwa akiwa analegeza macho kama vile amekula kungumanga, na akilizungusha uno na kuyatikisa makalio yake makubwa kwa zamu, na kiuno akiwa na shanga chache za rangi tofauti. Mzee wa watu akiwa amesimama tu anatizama, macho yamemtoka kama vile amebanwa na mtego wa panya mguuni. Mikono ikiwa ameshika kwenye dudu yake ndani ya pajama kana kwamba alikuwa amebanwa na mkojo anazuia usitoke. Baba, mbona umesimama mbali jamani? Na washo mwenzio. Alimuita kwa sauti ya kudeka kwa kushusha mkono wake mpaka kwenye makalio yake makubwa na kuanza kuyatikisa kuyashika.
Alijiingiza kidole kwenye uchi wake na kuguna. Mzee Mbongo hadi ilikuwa ni mbaya, akavua nguo kale kama amevaa haraka na kubaki uchi kama alivyozaliwa na kumsogelea msichana huyo pale pale kitandani. Ni kweli unanizawadia au unaota? Kwa nini wote baba? Nimeamua kuzawadia kwa sababu ya moyo wako mzuri na huruma yako kwangu. Nimejikuta na kupenda tu jamani. Alimwambia kwa kananyosha mkono taratibu na kushika kifaa cha mzee huyo kilichosimama kwa kulegea tu na kuivuta akichezea kwa vidole vyake. Mzee Mbongo alishindwa kuvumilia, kapanda kitandani mzima na kulala jamu na Dawio kwa juu tayari kula chakula kilichokaribishwa. Muda huo dada wa kazi Mwana Hamisi akiwa anapita kwenye korido mara alisikia kama mazungumzo kwa mbali ndani ya chumba cha mwanadamu mgeni aliyekuja leo kwenye hiyo nyumba. Ikabidi aitege mlangoni na kuitumia kusikiliza kinachoendelea ndani. Owe mtoto, utaniua mimi, utaniua. Ilisikika sauti ya mzee Mbongo akanadamika. Kula baba kula. Na sauti ya mgeni na ikasikika. Huyu jamani, huyu mzee atakuja kufia vifuani. Yaani mgeni kaja leo tu tayari ashamfuata chumbani na huyu dada na uzuri wote huu. Haoni hata aibu kulala na mtu kama babake. Lo. Aliguna huko akanageuka na kutaka kutukondoka. Ulikuwa unasikiliza nini hapo? Mara akaulizwa alipokuwa mgeni kutana uso kwa uso na Bi Zuhura, mke wa mzee Mbongo, akiwa amesimama na pochi yake kubwa mkononi, akiwa ndo amerudi ameingia nyumbani baada ya kutoka safarini. Toba, leo mambo yamesharibika. Dada huyo akaza alibaki kinywa wazi akikosa cha kujibu mbele ya bosi wake huyo. Upande mwingine kwenye chumba alichokuwa Rashidi alikuwa ametulia tu huku akiwa amejifunika shuka baada ya kukutwa yupo uchi kitandani na amepoteza fahamu. Mnanitazama nini, ondokeni humo? Aliwaambia yule mhudumu mwingine, na mteja wake wakawa wametoka taratibu, akabaki yule aliyokuwa amemletea wanawake na manager akiwa anatizama pembeni kwa masikitiko. Pole bosi wangu kwa aliyokukuta. Wala kina dada nilipowaona tu nilihisi kabisa kwamba si watu wazuri. Mhudumu aliongea. Watakuwa wameelekea wapi? Sijajua. Ina maana manager hakuna aliyewaona wakati yuko anatoka. Kazi yenu nini na mlezi kazi yake iko wapi? Nadhani ndio maana hatupendagi kupokea wadada tusiojulikana, lakini muhimu hawaja kuibia pesa yote ile. Pesa zako tumezikuta zipo salama salimini. Manager aliongea. Lakini wamechukua kitu cha muhimu sana kwangu. Unajua ni nini? Ni simu yangu. Sasa kwa nini wameacha pesa na kuchukua simu tu? Mimi ndo najiuliza maswali na kukosa majibu jamani. Mhudumu alikuwa ameuliza, lakini Rashid alitulia na kutafakari cha kufanya bila kuzungumza chochote kile, kisha kama wataka watoke chumbani humo. Walipotoka naye alivana kutoka kwenye bata hadi usiku mnene ulikuwa akaingia kwenye gari lake haraka na akaritoa kwenye baa hiyo ambayo ilikuwa imejaa watu wakila na kunywa. Alipofika mita chache alisimamisha na kuegemea usukani akiwa bado haelewi kinachoendelea. Wale wasichana ni kina nani na kwa nini waondoke na simu yangu waache pesa hata ile 300,000 niliyotaka kuwalipa? Ina maana kwamba hawakuwa na shida yote na hela. Na kama ndio hivyo sasa walikuwa na shida gani? Alijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu kwa anapiga usukani kwa hasira na kujikuta akiwa anapiga honi hovyo. Akawasha gari na kuliondoa kwa kasi safari moja kwa moja kuelekea nyumbani. Upande mwingine akina dada watatu Lea, Samira na Shakira waliingia kwenye chumba chao kilichokuwa wamepanga na kujitupa kitandani bila hata kubadilisha nguo zao baada ya kazi yao kukamilika. Ila nyie, yani tumeacha pesa hivi sijapenda. Samira akalalamika. Haikuwa bishani yetu Samira, kumbuka hilo. Lea, lakini ingelikuwa kama posho, wewe ni kama tungejilipa wenyewe tu kama kifuta jasho. Hebu kuwa na subira Lea. Bosi atatulipa kazi itakapokamilika, Shakira alimjibu. Bosi gani mnamzungumzia hapa, Shakira na Lea? Bosi ambaye naye pia yupo kazini kama sisi kwenye misheni yake ndo tumsubiria tulipe? Wewe shida yako nini Samira? Lea kamuuliza. Shida yangu ni ile. Sijapenda ulivyoacha pesa na kuondoka na hii simu tu, sijapenda kabisa yani. Hasa hii simu inatusaidia nini sisi? Wewe tulia Samira. Jambo usilo lijua ni sana usiku wa giza. Hiyo simu ina umuhimu kuliko unavyodhani. Na itatuingizia pesa nyingi kuliko zile ambazo tulikuwa tunataka kuiba pale, na kama hauelewi pesa nyingi tutakazozipata ni kupitia makubaliano na sio wizi, kwa hiyo hakuna atakayetushika kwa kosa lolote lile. Ila tungeiba basi kosa lingekuwepo. Shakira aliongeza. Akina dadao wakiwa hapo kwenye mzozo mzito baada ya mmoja kutolizishwa na kitendo chao cha kumwibia ule mtu mwanaume simu yake tu badala ya pesa ambazo walizikuta. Samila alikasirika na kutoka nje akiwaacha wenzake ndani. Alichomoa sigara yake na kuwasha kwa kiberiti cha gesi na kuanza kuvuta. Lea ambaye ndio kiongozi wa msafara huo, yani wa kazi hiyo waliokuwa naifanya, alitoa simu yake na kupiga. Ilitaka kupokelewa. Lea, sauti ya kike ilisikika upande wa pili. Bosi, umefikia wapi huko upande wako? Mimi nimeshafanikiwa tu ya kwanza, nipo ndani ya mjengo wa husika. Sijui ninyi uko mmefikia wapi lile zoezi tulikuwa tumepanga.
Tumeshafanikisha, tunayo simu ya mhusika. Vizuri. Hamkuiba chochote kile nje ya simu? Hatujaiba chochote kile, ingawa Samila alitaka kufanya kinyume na mipango yetu. Alikuwa anataka kuchukua pesa na amekasirika sana. Nitazungumza naye. Basi sawa, mimi bado nawajibika huku kwa hadi na mali. Nyangumi tayari nimeshamuingiza kwenye 18, ila bado papa hajarudi, naye bila shaka nitahakikisha anaingia kwenye 18. Baada ya hapo kazi yetu inakuwa rahisi sana na haitotumia nguvu. Kazi njema bosi. Nanyi pia Rea. Mwanadada huyo aliyewapa kazi alikata simu. Rea na mwenzake Shakilo alitazamana na kuinua mabega. Mwanadada Noraya baada ya kumaliza kuzungumza na Lea alikata simu huku akiwa kwenye kioo cha ndani ya chumba chake cha kulala alichopewa na mzee Mbongo, ambaye alikuwa amelala kitandani chali akiwa hoya na hema tunakuemea juu baada ya kupewa kinyama cha hamu tena kwa dakika chache akiwa uchi kama alivyozaliwa. Mwanadada huyo akiwa amejifunga upande wa kanga aliificha simu kifuani na kurudi chumbani taratibu, akimkuta mzee huyo tajiri baada amelala ingawa sio usingizi baada ya kupewa dozi ya mahaba. Akakaa kitandani pembeni yake. Pole sana, naona umezidiwa mpaka unashindwa kuinuka polipo, alimwambia kwa papasa kitambi cha mzee huyo. Ulitaka kuniua wewe mtoto wewe. Jamani, nilikuweje tena, alafu raha ulizonipa nipate kwa nani? Na aliyekufunda natamani nimjue. Sasa ukimjua aliyenifunda, si utaniacha mimi na kumtaka yeye kwa sababu anajua mahaba zaidi yangu, maana yeye ni mwalimu na mimi mwanafunzi. Asiwezi kumtaka, ila natamani ningempa zawadi, maana aliyokufundisha ni mambo mazito sijawahi kuona. Unanisifia sana jamani daddy. Acha tu nikusifie Nora. Leo nimejihisi kama vile kijana mdogo hivi. Kwani wewe ni mzee? Mbona mimi nakuona ni kijana mdogo sana? Acha utani Nora. Unafikiri natania? Wala tastani mimi. Noraya alijibu na kusogeza midomo yake kwenye kifua cha mzee huyo kilichojaa nywele tena zenye mvi, akambusu kwenye chuchu za matiti yake taratibu. Ulikuwa unasikiliza nini nakuuliza mwana? Sauti kasikika mlangoni, dada wa kazi akiwa anaulizwa. Mzee Mbongo alishtuka na kukaa kitako. Kulikoni? Nora kamuuliza. Mke wangu amerudi. Mkeo? Ndio. Sasa itakuwaje? Fanya haraka, tafuta sehemu jifiche. Kwani mni chumbani kwenu? Samani, nilijisahau nikazani ni chumbani kwetu na mke wangu, kumbe ni kwako. Usijali dadi, tulia tu, ngoja tuone mwisho wake. Nora alimtuliza mzee huyo, wakabaki kimya wakisikiliza mazungumzo yanayoendelea mlangoni kati ya mama mwenye nyumba na dada wa kazi. Hamlikuwa jikuna tusikio. Dada wa kazi Mwana Hamisi alijibu kiuoga mbele ya bosi wake Bizuena. Unajikuna sikio wakati nimekuona ukiwa unainama umetega sikio unasikiliza kitu kwenye mlango wako chumba. Kwani kuna nani? Damna mama, kuna mgeni nilikuwa nataka nijue kama amelala au bado yupo macho. Mgeni gani? Kuna dada mmoja hivi amekuja kuomba kazi. Kuomba kazi? Kazi gani humu ndani? Kwani kuna maduka au kuna kiwanda cha kuombea kazi hapa? Hamna mama. Hebu nipishe nimuone huyo mgeni ambaye anaingia nyumbani kwangu bila taarifa. Ni baba ndiye alimkaribisha mama, alafu hakuna shida yote ile. Hebu nipishe kwanza nimuone. Mama huyo mtu mzima alimsukuma Mwana Hamisi pembeni na kuufuata mlango ile ufungue kitasa ingie ndani bila kujua kuwa ndani yumo mumewe na madada mgeni Nora. Ili sasa bara. Mwana Hamisi alikuwa na kichwa akijua tayari mambo yamekwisha haribika na yeye ndiye atakuwa ni chanzo iwapo kutatokea fumanizi kati ya mama huyo na mume wake. Lakini kabla bosi wake huyo hajafungua mlango wa chumba hicho, kulisikika kishindo kikubwa cha mtu akianguka chini. Wote wawili wakiwa hapo kwenye korido hiyo ya vyumbani waligeuka, yani dada wa kazi na Mwana Hamisi. Yani dada wa kazi, Mwana Hamisi na bosi wake, na alianguka hakuwa mwingine ila ni mtoto wake. Akiwa amelala kifudifudi sakafuni na suti yake ofisini. Rashid, mwanangu kulikoni? Mama yule aliachana na mlango na kumkimbilia kijana wake mbio akiwa na wasiwasi, huku dada wa kazi akimfuata nyuma mbio. Na muda huo mzee Mbongo alitumia fursa kutoka chumbani kwa Noraya kimya bila kuona na mtu, wakati mkewe na dada wa kazi wakiwa wanaanza kumsaidia Rashid. Yakaingia kwanza chumbani kwake na kujiweka vizuri ili asijulikanike kama alikuwa kwenye chumba hicho cha wageni na mgeni. Haikuchukua dakika 5 akatoka akarudi sebuleni akujua kinachoendelea kwa mtoto wake huyo ambaye walimpeleka moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Basi kulikucha mapema asubuhi, macho ya Rashid yalifunguka kwa tabu na uso aliokutana nao ni mama yake Bizuena akiwa amekaa pembeni yake kitandani. Rashid, mwanangu. Mama, unajisikiaje sasa hivi? Nipo vizuri tu. Alikoa. Kwani imekuwaje? Ni pombe tu mama. Mara nyingi waga unalewa tu, lakini halijawahi kutokea jambo kama hili. Anijisikia tu kizunguzungu, hakuna shida yote mama. Rashid alizoga, ila ukweli ni kwamba zile dawa alizokuwa amewekewa na wale walembo kule chumbani wakati wakizagamuana ndizo hizo zinaendelea kumlevya mpaka nyumbani. Kila siku nakuambia gachana kabisa na mapombe Rashid.
Lakini sijui kwa nini waga hutaki kunisikiliza mimi mama yako. Yaani na babako sijui kuna shida gani nyinyi. Mama, baada ya majukumu ni lazima kujiburudisha kidogo. Mbona wewe mwenyewe hapo ulikuwa ni mnywaji mzuri tu kabla hujazuiwa kutumia vilevi na daktari kwa sababu ya matatizo yako ya kiafya. Kwa hiyo mama kunisimanga sio? Sio na kusimanga mama. Ila ujue tu maji siku zote waga nafuata mkondo. Ni kuandalia maziwa. Bi Zuena alibadili mada baada ya kuona mtoto wake mgeuzia kibao. Ni sawa. Rashida jibu na kukaa kitako. Mama aliinuka taratibu na kutoka chumbani humo kwa mtoto wake kwenda kumtengenezea maziwa. Rashida alinyosha na kushuka kitandani akiwa amevaa bukta tu juu, kifua wazi. Akatoka chumbani kwa mwendo wa taratibu akiwa kwenye korido ya kuelekea sebuleni. Alijikuta akiwa anagongana na mwanamke kwa bahati mbaya. Mwanadada huyo aliyebeba sahani mkononi alitaka kuanguka, lakini kabla hajaenda chini Rashida akamwoa na kumdaka mkono. Mkono mmoja ukajikuta kunamshika kiuno na mwingine kwa bahati mbaya alijikuta akimshika makalioni wakati jitihada za kumzuia asianguke chini. Wawili hao walijikuta wakiwa wanatazamana kwa sekunde kadhaa bila yote kuzungumza. Noraya alijikuta yuko mikononi mwa mwanaume huyo, huku sahani mbili za udongo zilizokuwa amebeba zikianguka chini sakafuni na kupasuka vipande vipande. Na ni muda huo mzee Mbongo naye alikuwa anatokea chumbani kwake akijiweka vizuri shati lake mwilini na mkononi akiwa na begi la ofisini briefcase tayari kwenda ofisini. Na ndipo alipofunga breki baada ya kumshuhudia kijana wake Rashida akiwa amemshika mikononi yule msichana Noraya, tena wanatazamana usoni. Nini kinachoendelea hapo? Mzee alikuwa amejiuliza kimoyomoyo, huku uso ukibadilika na kuwa wa hasira, na upande mwingine mkewe Bi Zuena naye akiwa ametokea jikoni akafunga breki baada ya kumshuhudia kijana wake akiwa amemshikilia mwanadada asiyemfahamu. Huyu mwanamke ni nani na anayeshikwa na mwanangu namna hii? Alijishika mikono kiunoni kwa mshangao kweli kweli. Msikilizaji, simulizi yetu hii na kwenda kwa jina la Penzi la Dada wa Kazi, House Girl, lilivyosambaratisha familia. Ilikuwaje? Endelea kufuatilia. Imeandikwa na mtaalamu Elia Gwaeje, ikiwa na simulizi director Owen kutokea hapa Simulizi Max. Endelea kubaki na mimi mpaka mwisho wa simulizi, na hii ni sehemu ya kwanza. Rashid, mwanadada huyo mgeni asiyemfahamu, akaendelea kutazamana kwa sekunde kadhaa bila kujua kwamba wazazi wake, yani baba na mama, wanawatazama kila mmoja akiwa amesimama upande wake. Umeumia? Rashid akamuuliza. Hapana, nipo sawa tu, asante. Noraya alijibu kwa kuwa anajitoa taratibu kwenye mikono ya mwanaume huyo aliyokuwa amemshika, mmoja kiunoni na mwingine kwenye makalio yake makubwa yaliyobebwa na hipsi pana, yakilifanya umbile lake nambari 8 kuwa kamilifu, yani sio nusu. Yalikuwa limekamilika. Kuumbika liumbika haswa, na sura ndo usiseme. Yani hakuwa mweusi wala mweupe, ila rangi ya kahawia iliyokinang'aa, vijana wanaita chocolate kara. Pwani akiwa amevaa kipini na macho yake ya duara kama vile mbuni yenye kope ndefu ya asili, sio ya kubandika, ya kufumba na kufumbua tu kwa utulivu. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Rashida kamuuliza. Mimi naitwa Nora. Anaitwa Noraya. Ni msichana ambaye kuanzia sasa atakuwa ni dada wa kazi umndani. Mzee Mbongo alijibu kabla Nora aliyeulizwa swali hajamaliza sentensi yake. Rashida kageuka na msichana huyo, wote wawili baada ya kusikia sauti. Baba, nani aliyemleta huko ndani na kumpa hiyo kazi huyu msichana asiyejulikana? Bi Zuena kauliza huku akiwa anasogea taratibu kutaka kujua kinachoendelea. Ni mimi ndo nimemleta huko ndani na tayari ameshaanza kazi. Mary jibu. Kwa makubaliano na nani mpaka umlete msichana huko ndani ya nyumba na kumpa kazi wewe mzee? Bi Zuena alikuwa mkali huku akiwa anamkata jicho mwanadada huyo, akimpandisha na kumshusha chini miguuni mpaka juu kichwani, na kumshusha kutoka juu kichwani mpaka chini miguuni. Binti aliniomba kazi, sasa kwa nini vibaya kumsaidia kama ana shida na kazi, ili mkono uende kinywani Zuena? Mzee Mbongo alimuuliza mke wake huko akiwa anamtolea macho, na wakati Noraya mwenyewe akiwa ameinamisha kichwa chini kwa aibu na wasiwasi, huku ameuvuta mtandio, amejifunga kichwani na kujiziba usoni, akishuhudia ugomvi unaoendelea kati ya wanafamilia yao, na chanzo kikiwa ni uwepo wake ndani ya nyumba hiyo. Mama, baba yuko sahihi kabisa. Kama ni kweli huyu dada ameomba kazi, basi zipo nyingi tu ndani, atasaidiana na Mwanahamisi. Na istoshe, ni wewe uliokuwa umesema kwamba unataka mfanyakazi wa pili baada yule mwingine aliyetuibia kuondoka. Sasa si Mwenyezi amemleta bila hata siku hangaika kumtafuta? Uwezi jua riziki yake huyu dada ilikuwa ipo kwenye hii nyumba. Rashida kamunga mkono babake. Yani kama hutaki kunisikiliza mimi, basi msikilize Rashidi mwanao anachokiongea. Binti ameomba nafasi ya kufanya kazi za ndani na mimi nikampa, kwani kuna ubaya mke wangu? Kosa langu ni lipi mpaka uwe ugomvi eti? Kwa umeungana wote wawili wewe na mwanao kumtetea huyu msichana asiyejulikana ametokea wapi? Alikuwa anafanya nini huko alipotoka? Anaingia tu nyumbani kwangu na kuanza kufanya kazi kwa idhini ya nani? Mimi ndiye mama mwenye nyumba humu ndani, na ndiye mwenye mamlaka ya nani aingie na nani atoke.
Nani aishi, nani asiishi, sijui tunaelewana hapo. Wewe binti, hebu kusanya kila kilicho chako na utoke huko ndani. Wewe sio aina ya msichana ninayemtaka mimi, atakuja yupo njiani. Tumeelewana? Alinyoshia kidole mwanadada huyo mgeni. Sawa mama. Noraiya alijibu kwa sauti ya chini kwa kijifutafuta machozi kwa mtandio hijabu alikuwa amejifunga kichwani. Rashida kama amejishika mikono kiunoni akatikisa kichwa kwa masikitiko akimsikitikia mama yake kwa maamuzi anayotaka kuyafanya. Msichana aligeuka kwa mwendo wa taratibu na kuanza safari kuelekea chumbani ili kutekeleza agizo la mama huyo mwenye nyumba. Likimtaka aondoke haraka sana ndani ya nyumba hiyo. Huyo binti niliyemleta ni mimi. Na haondoki huko ndani mimi kama baba mwenye nyumba nimeshasema. Mzee Mbongo aliongea kwa ukali. Mimi kama mwenye nyumba nimesema anaondoka. Mkeo alimjibu. Wanandoa hao wakapaziana sauti kila mmoja akimdindia mwenzake. Mama, baba, hebu acheni basi. Enough. Mnataka kumpa nani faida? Rashida alikaribia kuondoka kwa hasira kiwacha wanatazamana kwa macho makali kama mabondia wawili wanaojiandaa kwa pambano ulingoni. Akaelekea chumbani kwake, lakini kabla hajafika aliona mlango wa chumba alichohisi ni kila alichoma msichana huyo mgeni. Alibisha hodi kwa kugonga bila kuzungumza. Karibu. Alikaribishwa kwa sauti ya chini sana. Akafungua mlango taratibu na kukutana na msichana huyo aliyekuwa kitandani kwenye mfuko wa kawaida tayari kwa ajili ya safari. Nora, abe. Alijibu kwa sauti ya chini yenye vimafua hivi vilivyotokana na kulia. Unapaki nguo ili uende wapi? Naondoka tu. Nani amekwambia uondoke? Alimuuliza huko akamsogelea pale kitandani na kukaa pembeni yake. Sitaki kuwa chanzo cha kuharibu amani ya huku ndani kaka. Kama mama hataki uwepo wangu basi haina shida, mimi nimuelewa. Nitakwenda kufanya kazi mahali pengine nitakapopata. Mwanadada huyo alijibu huku akiwa anamtazama Rashid usoni. Mwanaume huyo alimtazama pia bila hata kuzungumza chochote kile. Taratibu Rashid akashika kidevu cha mwanadada huyo mrembo na kukivuta karibu yake. Midomo yake akaisogeza kwenye midomo laini ya Nola, akabisha hodi ifunguliwe ili aweze kupewa mate. Mwanadada huyo bila yana alifungua midomo yake na kukaribisha ulimi wa Rashid ukutane na wake na wakaanza kubadilishana mate. Kaka, alimuita kwa kurupuka, kumbe haikuwa kweli kwamba alikuwa kaka. Aliitwa na kurupuka, kumbe haikuwa kweli kwamba alikuwa anatunikiwa denda. Yalikuwa ni mawazo yake tu yaliyokuwa yamemsafirisha mpaka kwenye uwanda mkubwa wa mahaba. Akaisa anapewa zawadi ya mate, kumbe hakuna chochote. Naam. Upo sawa? Ndio nipo sawa Nora. Mbona kama ulikuwa umezuba hivi? Hakuna tatizo kweli? Hakuna tatizo. Sikiliza Nora. Wewe ndani huwezi kuondoka. Lakini mama anitaki, siwezi kupingana naye. Kwa hiyo utamsikiza mama sio? Vipi kuhusu yule mzee aliyekukaribisha hapa na kukupokea huko ndani? Na vipi kuhusu mimi kukubali uwepo wako Nora? Lakini kaka nimesema hivi, hakuna kuondoka. Hakuna kuondoka mtu. Rudisha nguo zako. Mama namweza nitaongea naye. Alimnyamazisha kwa kumwekea kidole mdomoni. Nora akatikisa kichwa kukubaliana na kauli ya mwanaume huyo ambaye alinuka kitandani taratibu, na alipokuwa amepiga hatua kutaka kuondoka alishikwa mkono mwanadada huyo. Ikabidi ageuke na kumtizama. Nilitaka tu kusema asante. Nora aliongea kwa sauti ya chini. Usijali Nora. Rashida akatabasamu na kuondoka taratibu chumbani kwa mwanadada huyo ambaye mlango ulipokuwa umefungwa tu. Alisimama taratibu pale kitandani na uso wake wa huzuni na majonzi aliokuwa ameuvaa ghafla kabadilika na kwa uso wenye tabasamu. Kama wewe mama unadhani kwamba utaniondoa mimi ndani ya hii nyumba basi sawa. Siku za hivi karibuni utaondoka wewe. Mimi ndiye Husna kwa jina halisi au Noraiya kwa jina fake. Unalolifahamu. Na kama nimeshaingia ndani ya hii nyumba basi kila nilichokipanga lazima kitimie. Mwanadada huyo alikuwa ameongea mwenyewe kwa akiwa anageuka na kujitazama kwenye kioo kikubwa kilichokuwa kwenye kabati la kuhifadhia nguo na kutabasamu tena kwa mara nyingine. Rashid baada ya kutoka chumbani kwa mwanadada Noraiya moja kwa moja alirudi sebuleni. Nimekuambia huyu binti haondoki humu ndani ya nyumba yangu mimi. Mimi ndiye niliyemkaribisha na kumpa kazi, na kama kumuondoa basi mimi ndo nitakayemuondoa humu ndani na sio mtu mwingine yote yule. Mzee Mbongo alikuwa ameongea kwa msisitizo na kwa ukali. Bado malumbano yakaendelea kati ya mke na mumewe huyo Bizwena. Kama hii nyumba yako peke yako basi huyu binti atakaa, lakini kama ni ya kwetu wote mzee, sahau. Huyu binti humu ndani hatokaa. Mimi kama mama mwenye nyumba ndio nimeshasema. Mkewe alijibu, kila mtu akiwa amekaa kwenye kochi lake wakitizamana. Kwa hiyo leo kutwa nzima mada ni moja tu, hii si ndio? Huyu binti anatoka atoke. Hivi nyi wazee mtakuwa lini? Bora mambo yenu sasa hivi ni kama watoto na sio watu wazima. Mama, kuna ubaya gani huyu msichana kikaa hapa na kufanya kazi zake? Ataondoka tu kama unavyotaka, lakini sasa sio kwa staili hiyo unayotaka wewe. Yule sio mbwa, ila ni mtu kama watu wengine. Kuna jambo lolote ile ambalo ukosea mpaka labda utuambie, labda kama unataka mkosea? Rashida alimuuliza mama yake ambaye mtizama tu bila kujibu chochote, kila kainuka tu kwa hasira na kuondoka kiwacha baba na mtoto wake sebuleni.
Ndivyo mamako alivyo siku zote. Roho mbaya tu na chuki. Isiyokuwa na sababu vinamsumbua sana. Mzee Mbongo alitikisa kichwa. Lakini mzee, na wewe pia umekosea vile vile. Unamletaje mgeni humu ndani ya nyumba kimya kimya bila hata kumshirikisha mama? Yeye ni mwanamke, atabaki mwanamke na mimi ni mwanaume. Kwa mwanaume wa kwanza utaelewa. Mzee Mbongo aliinuka na kumshika Rashid begani kisha katoka safari kuelekea kazini kwake ofisini. Oops, Rashid alikuwa ameshapumzika akabaka amesimama pale pale alipokuwa ameachwa na wazazi wake baada ya ugomvi wao mkubwa kutopata ufumbuzi. Kaka alitoka kwa sauti nzuri ya kika alipogeuka nyuma alimkuta mwanadada Nola akiwa amesimama mbeba kikombe cha chai ya maziwa na kisani chake huku akiwa na tabasamu usoni. Amevaa gauni refu na aproni maalum ya wadada wa kazi na kichwani mtandio hijabu ile kumefungwa vizuri. Nora, karibu chai. Asante. Alipokea kikombe hicho na kunywa kidogo. Alijikuta akiwa anaungua mdomoni. Pole kaka, pole. Mwanadada huyo alimjibu huku akiwa anahangaika kujaribu kumpoza. Na hakuishia hapo, alisogeza midomo yake karibu na midomo ya Rashid na kumpuliza akiwa anampoza kwenye mdomo wake wa chini alipokuwa ameungua huku akiwa anamfuta kwa aproni yake aliyoivaa. Rashid akajikuta kama amepigwa na bumbuazi, ametulia tuli wakati kifua cha mwanadada huyo kikiwa kimegusana na midomo yake na midomo yake imekaribisha sana. Alinua mkono na kutaka kumshika kiuno lakini alisita, na wakati huo mama yake Bi Zuena naye alikuwa ametokea jikoni na kikombe cha maziwa ili kumletea kijana wake huyo, na ndipo alipofunga break baada ya kushuhudia msichana huyo mgeni amegusana na Rashid karibu kabisa, akionekana kama alikuwa anataka kubusiana. La haula, aliamaki na kujikuta akiwa anachia kikombe chenye maziwa kilichoanguka chini sakafuni na kupasuka vipande vipande huku maziwa yakimwagika na kutapaka. Rashid mwanadada na raia wote walishtuka na kugeuka wote kwa pamoja. Huko nje mlinzi wa Kimasai anayeitwa Masai alikuwa chumbani kwake anabadili mavazi, anapaka mafuta baada ya kutoka kuoga bila hata kubadilisha shuka lake la Kimasai akiwa hana hili wala lile. Alikuwa ameshika dudu lake, alikuwa anapaka mafuta bila hata kujua kama kuna mtu dirishani anamchungulia. Hakuwa mwingine ila ni dada wa kazi Mwanahamisi aliyekuwa anamletea chai kwenye kikombe cha plastiki na vitafunwa. Msichana alikuwa ameshindwa kuendelea na safari yake ya kubisha hodi kwanza baada ya kumwona mlinzi huyo kupitia dirishani ambaye pazia hakuliweka vizuri. Mwanahamisi alikuwa ameshika sahani yenye chai kwa mkono mmoja, mkono wake mwingine akaanza kushika matiti yake makubwa kifuani alikuwa nazidi mwili, huku akiendelea kumtizama Masai huyo ambaye alikuwa akijikandika mafuta mwilini. Awamu hii alijipaka kwenye nani lake alikuwa ametoa ndani ya shuka la Kimasai alikuwa amevaa, na ndipo Masai alipokuwa ameinua uso na kukutana na msichana alikuwa anamtazama dirishani. "We mwana, ui!" Alijifunika shuka lake msichana huyo haraka haraka, alikuwa ametoka dirishani baada ya kuonwa msichana huyo aligonga mlango. Masai alikuwa amefungua na kukutana na sahani yenye kikombe cha chai na vitafunwa. "Chai yako hapa." Alimwambia kwa kitazama pembeni kwa aibu. "Wewe kwa chungulia mimi dirishani, umeona nini?" "Shika bwana chai yako, mimi na haraka nataka nikafanya usafi." "Mbona hivyo?" Mwanahamisi alilalamika. "Hapana, sijui chai, paka niambie kwa tasaba nini hapo dirishani kwangu." "Masai, sipendi. Unajua unanichelewesha eti." Kama utaki niambia basi utaniambia huko." Masai alishika mkono wa msichana na kumvuta kwa ndani chumbani. "Masai, staki nachelewa mwenzio kufanya usafi, mama atanigombeza." Mwanahamisi akaendelea kulalamika. "Mpaka iseme kwanza ilikuwa 9 hapo chumbani kwangu, ndio mimi taachia wewe." Masai alijibu na mlango wa chumba hicho ukafungwa kwa ndani. Upande mwingine mzee Mbogo alikuwa ameshafika ofisini kwake, na wa kwanza aliyekuwa ameingia alikuwa ni sekretari wake wa kike. "Bosi, kuna vitu vya kusaini hapa. Nitasaini baadaye. Lakini hizo document zinatakiwa ziende benki muda huu ili pesa zihizinishwe bosi." "Nimekwambia nitasaini baadaye." Mzee Mbongo alikuwa mkali kwa sekretari wake huyo ambaye mpaka alishtuka. "Samahani bosi." Mwanadada alikuwa anatetemeka. "Lete." Akaziomba karatasi akasaini haraka haraka na akamonyesha ishara atoke ofisini kwake. Sekretari akatoka mbio mbio. Mzee Mbongo aliyekuwa amejawa na mawazo akapiga meza kwa hasira, kisha akafungua begi lake la ofisini briefcase na kutoa QP ya kike ya Noraia alikuwa ameichukua chumbani kwake kwa siri jana. Mzee huyo akainusa nguo hiyo ya ndani kwa hisia kali huku akiwa amefumba macho. Hakuishia hapo, akafungua zipu ya suruali yake na kuitoa dudu huku akinyosha miguu na kuanza kuishika huku akitazama QP ya mwanadada huyo aliyemwonyesha penzi siku ya jana. Akajichua ndani ya ofisi yake kwa kutumia hiyo QP. "Nipe Nora, nipe mrembo, nipe Nora." Akalalamika mwenyewe huku miguu akiwa kaikaza kama mgonjwa wa kifafa, huku akiwa anajikuta anamwaga wazungu walioangukia kwenye suruali yake. "Boss, kuna mgeni wako anataka kuonana nawe." Na yule sekretari aliyekuwa amerudi ghafla na kushtuka alipomkuta bosi wake amenyoka na dudu ipo nje huku suruali ikiwa
mwagikiwa na vitu vyeupe visivyoeleweka tena, akiwa amefuatana na mgeni usika. Mzee Mbongo macho alimtoka alipogeuka. Washuhudia wafanyakazi wake wawili wakimtizama akiwa ameshavunja yai swali yake na huku mkono ameshikilia kiupi ya kiki. I say. Sio sekretari wa Mzee Mbongo wala mgeni, wote walibaki vinywa wazi kwa mshangao baada ya kumkuta baba huyo mtu mzima na bosi akiwa kwenye mazingira tatanishi. Ndio yake ikiwa nje na akiwa amejimwagia vitu vyeupe kwenye suruali yake na huku mkononi kashikilia kiupi ya kike, ikimaanisha kuna zoezi ametoka kulifanya yeye mwenyewe ambalo hakuna asiyelijua, likajulikana kwa jina maarufu kama punyeto na wazungu wanaliita masturbation. Samahani bosi, sekretari kama ameongea huku yeye na mgeni akiwa anatazama pembeni kwa aibu. Mmeingaje bila hodi? Mzee huyo haraka sana akawa amerudisha nani yake ndani kwenye suruali na kukaa vizuri kwa aibu. Nilikuita lakini hukusikia, nikajua labda umetoka ofisini. Sekretari kama amejibu na mzee huyo akamwonyesha ishara kwa mkono watoke nje kwanza. Wawili wakaondoka vichwa chini. Mzee Mbongo akashusha pumzi na kujitazama alivyokuwa amejidwanisha. Hii ni fedha kubwa sana. Hii ni fedha kubwa sana. Alipiga meza kwa hasira. Upande mwingine nyumbani kwa mzee huyo sebleni, Bi Zuena alibaki akiwa ametoa macho baada ya kumkuta kijana wake Rashid kwenye mazingira ya utata na msichana mgeni. Noraya, wewe msichana unasubutuje kumbusu mwanangu? Aliuliza kwa hasira huko mikono ikimtetemeka. Alikuwa anataka kuwafuata na kusahau kuna kipande cha kikombe alichokuwa amekiangusha chini. Mama, taratibu rechoma na hivyo vipande. Rashid alimpa tahadhari. Acha ni jichome tu kuliko kumshuhudia mwanangu akimbusu msichana asiyejulikana asiye hadhi yake mbele yangu. Hakuna ni busu mama, tunaongelea kuhusu nini? Rashid alimfuata mama yake na kumshika mabegani akijaribu kumtuliza, huku Nora akiwa ametulia kimya anatizama chini kwa aibu. Unanikatalia wakati nimeshuhudia kwa macho yangu mawili kabisa mimi mwenyewe Rashid, huyu msichana asiyekuwa na kwao akikubusu wewe. Mama, unaongea vitu gani? Alikuwa ananisaidia tu, niliungua na chai. Sikia wewe msichana, nilishakwambia toka kwenye nyumba yangu, sitaki kukuona. Nadhani sitarudia tena hii kauli yangu, ila kitakachofuata ni matendo tu. Aliapa na kumsogelea mwanadada huyo, akasonya na kumpita akimgonga begani kwa makusudi kabisa, kaondoka safari yake kuelekea nje. Huko Nora akiwa kimya bila hata kuzungumza chochote kile. Uso wake ulikuwa unatazama chini sakafuni. Hivyo mwana shida gani? Kwani umekosewa nini? Rashid alijiuliza mwenyewe kwa akiwa anajishika mikono kiunoni na kumtazama mwanadada huyo ambaye alikuwa amejiinua uso wake taratibu. Kaka, alitoka kwa sauti ya chini. Nora alimsogelea karibu. Mama yupo sahi, sipaswi kuwepo ndani. Wala usizungumze hivyo. Unapaswa uwepo humu ndani na hakuna atakaye kuondoa. Lakini sitaki kuwa chanzo cha ugomvi kwa familia na Nora, acha kuzungumza mambo yasiyokuwa na maana. Wewe ni mamangu, mimi anishindi. Alimwekea kidole mdomoni akamnyamazisha msichana huyo ambaye alitikisa kichwa huku machozi yakimlengalenga machoni. Rashid akaanza kumfuta kwa mikono yake na kumfinya mashavuni akiwa anamtania. Nora alitabasamu huku akiwa anatizama pembeni kwa aibu. Rashid alipomwachia msichana huyo aligeuka kurudi chumbani kwake, uso wa huzuni wa mwanadada huyo uligeuka muda huo na kuwa mkavu. Taratibu ndege ananasa kwenye mtego. Ogopa sana kiumbe kinachoitwa mwanamke, hakinaga masiala kinapoamua jambo lake. Aliongea kwa sauti ya chini kwa kimsindikiza kijana huyo kwa macho mpaka alipokuwa amekunja kona kwenye korido ya kuelekea nyumbani. Upande mwingine chumbani kwa Masai, mlinzi wa jumba hilo alikuwa na dada wa kazi Mwana Hamisi ambaye alikuwa ameshikilia ukuta na kainama huku mwanaume huyo akiwa amemsimamia kwa nyuma. Shuka lake la Kimasai lilivutia kwa pembeni akiwa anafanya yake. Masai, nataka niwahi kazi mwenzio, mama atagomba. Mwana Hamisi alilalamika huku kijora chake akiwa amekishikilia amekikunjia kiunoni na kiupi imeshushwa mpaka usawa mapaja. Wewe hujanieleza kwa nini nachongoa kwa chumba yangu na mimi lazima ni kukomese. Masai aliguna kana gumia mkono mmoja akiwa ameshikilia shuka lake la Kimasai. Wawili hao walizagamuana chumbani na kusahau majukumu yao yaliowaleta kwenye nyumba hiyo. Masai, basi tayari niache ndani baba jamani. Mwana Hamisi alilalamika, lakini sio kwa kumaanisha, ila kwa kuzuga tu, akisikilizia dudu la mwanaume huyo wa Kimasai lilikuwa limezama ndani ya uchi wake, huku redio ndogo ya mlinzi huyo ikiendelea kupiga nyimbo za Kimasai. Na muda huo geti dogo la jumba hilo liligongwa mfululizo wakati Bi Zuena akiwa nje bustanini anatembea kwa hasira. Huyu mlinzi yuko wapi? Alijiuliza yeye mwenyewe na akalifuata geti taratibu, akalifungua na kukutana na mwanamke aliyekuwa amevalia Kimasai akiwa na mtoto wake mgongoni, huku vichwani wote wawili wakiwa wamenyoa vipara. Sema kimeumana. Shaelewa hapo. Shikamoo mama. Alisalimia kwa
kubonyea kidogo. Sema shida yako. Namuulizia Masai. Ndo nani? Mume wangu nimeambiwa kwamba anafanya kazi hapa Lindoni kwenye hii boma. Ndio sasa kwa nini unamfuata kazini, umeshindwa kumsubiri nyumbani? Hapana mama, mume wangu siku hizi harudi kabisa kwa boma na pesa ya matumizi hatumi kwa mtoto, ametelekeza sisi wote hapa na mtoto anaumwa, ndo maana nikaja kumtafuta hapa. Kwa hiyo hapa ni mahakamani au ni dawati la jinsia? Nisaidie mama, kama mume wangu yupo nione tu mtoto anaumwa. Dada huyo akimasai alikuwa ameongea kwa kibembeleza mtoto ambaye alikuwa mgongoni analia. Bizuena akamwangalia kwa sekunde kadhaa kisha akamuita ndani, wakaingia watu wawili. Masai, wewe Masai, toka nje. Aliita bila kujibiwa na ndipo alipofuata mlango wa chumba hicho kidogo cha mlinzi huyo na kufungua na hakuamini alichokiona mbele yake. Alimkuta Masai yupo nyuma ya dada wa kazi Mwanahamisi wakizagamuana wakiwa wameshikishana ukuta na kutokana na kelele za redio. Mke wa mlinzi huyo naye alisogea kutaka kujua anachokishangaa mwenye nyumba hiyo mlangoni na ukutana na mume wake aliyekuwa anamtafuta akiwa anafanya ushenzi na msichana chumbani. Mume wangu Yerewi! Mwanamke huyo akimasai alipiga mayowe huko akiwa anaruka kwa hasira, na ndipo Masai na Mwanahamisi wakashtuka na kugeuka kukutana uso kwa uso na mama mwenye nyumba Bizuena pamoja na mgeni huyo wakiwa mlangoni wanatizamana. La haula! Mwanahamisi alichomoa kwenye dudi ya mlinzi huyo na kushusha kijora chake haraka. Nimeisha. Masai alikuwa amejishika mikono kichwani baada ya kumwona bosi wake na mkewe aliyemtelekeza nyumbani pamoja na mtoto wao. Yerewi baba Mesaki, yani mtoto anaumwa na utumi hela hata ya kula tu, umetelekeza na kumbe huko na bibi mwingine. Leo utanitambua na kuambia utanitambua. Mke wa Masai alikuwa ameongea kwa hasira huko akiwa anamfungua mtoto wake mgongoni wa miaka kama 4 au 5 hivi, huku mume huyo akiwa kimya anatizama chini kwa aibu baada ya kufumanizi hilo zito kutoka kwa mkewe na bosi wake kwa pamoja. Yani geti limekaa lenyewe bila usalama wote ule na hakuna mtu, na wewe uko busy tu huku na uzinzi. Masai, umechoka kazi naona. Bizuena aliongea kwa ukali. Hapana bosi, kasi sijachoka, nataka kasi. Usinifukuse mimi, nitaishije bila kasi bosi, mjini Dar es Salaam hapa sio kwetu. Mimi naona umeichoka kazi Masai. Maana muda wa kazi wewe unafanya kazi nyingine ya uzinzi, alafu na wewe Mwanahamisi ndani kuna kazi nyingi sana za kufanya zilizokuleta huko ndani, lakini badala yake muda wa kazi unakuja kufanya uzinzi mchana. Nadhani ni muda wa kwenda kurusa ulipotoka. Dada wa kazi naye akageukiwa. Hapana mama, usinifukuze, ni shetani alipitia, nisamee mama. Usinifukuze jamani, nitakwenda wapi mimi? Mwanahamisi alipiga magoti kwa akiwa anaangua kilio baada ya kuona kibarua chake kinataka kuota nyasi. Nimesema naua mtu hapa. Naua mtu jamani wewe. Mke wa Masai alianza kurukaruka na kupandisha podi. Alipandisha mori Masai. We dada, sijui mama, hebu tulia basi, acha kunipandisha majini yako hapa Kimasai ndani ya nyumba yangu. Kapandisha nini huko kwenu? Hapa ni nyumbani kwangu, sijui tunaelewana hapo. Bizuena alikuwa ameongea akianza kuogopa. Mama nisamehe. Mwanahamisi alikuwa ameshika nguo ya mama huyo. Hebu niache mimi, usinitie nuksi na mikono yako iliyotoka kwenye zina, mjinga wewe. Alimsukuma pembeni Mwanahamisi akabaki akiwa anajifuta machozi kwa kijola chake, huku pembeni tayari Masai alikuwa ameshakabwa na mke wake shingoni, huku mtoto wake akilia. Baba Mesaki kileo na kuwa wewe na huyo malaya wako. Niachie mke wangu, niachie. Masai alikuwa analamika akijitahidi kujitoa mikononi mwa mwanamke huyo mwenye nguvu, huku Mwanahamisi akiinuka na kukimbia mbio kuelekea ndani asije na akaambulia kipigo kutoka kwa dada huyo wa Kimasai ambaye tayari alishapandisha mori. Masai na mke wako, hebu tokeni nje nyumbangu, sitaki matatizo jamani. Bizuena aliwapigia kelele huku Rashid akija mbio na kujua kinachoendelea. Mama, kuna nini hapa? Si Masai amefumaniwa na mke wake akiwa anafanya mapenzi na Mwanahamisi, sasa ndo wanafanyiana fujo hapa. Masai, hebu nje kwanza na mke mkamaliza. Humu ndani sihitaji fujo. Sihitaji vurugu kabisa. Aliwaambia huko akiwa anawashika wawili yao, mke wa Masai akiwa bado mkali. Rashid aliwavuta wote mpaka nje na kufunga geti kwa ndani, na muda huo mwanadada Nora na alikuwa amekuja mbio akitaka kujua kinachoendelea. Mama, kwani kuna nini? Alimuuliza Bizuena ambaye kabla hajamjibu alimkata jicho kali sana. Nani mama wako wewe? Alimsonya na kumpita kielekea zake ndani. Rashid alisogea karibu na mwanadada huyo. Kwani kuna nini kaka? Mama ameniambia kuna fumanizi. Masai alikuwa anafanya ujinga na dada wa kazi ndo mke wake na mama wakawa wamefumania nadhani. Makubwa. Nora alikuwa ameguna wawili hao wote wakawa wamegeuka na kuelekea ndani. Jioni iliingia na hatimaye usiku. Leo Rashid hakutoka kwenda popote, ingawa ilikuwa ni siku ya kazi na sio kawaida yake. Alishinda nyumbani na mpaka muda wa kula walikuwa wako mezani wote kama familia isipokuwa Nora
na yule dada wa kazi Mwanahamisi ambao walikuwa jikoni. Mbona Nora hayupo hapa mezani na ni wakati wa kula huu? Rashid aliuliza wakati wakaendelea kula. Atakula jikoni. Bizona alikuwa amejibu kumumewe Mzee Mbongo akiwa kimya anaendelea kula. Lakini sio sawa sisi tule mezani pamoja na yeye ale jikoni. Kwa nini vibaya kiungana na sisi hapa mezani? Mbona mjawahi kumuulizia Mwanahamisi na siku zote hatuli naye hapa mezani, kwa nini muulizia huyo Nora? Lakini mgeni mama, hebu kula. Akila jikoni kwani hashibi? Mama hivi upoje lakini siku hizi wewe? Kama umechoka kula na sisi basi unaweza ukatoka ukatuacha kuliko ukatupigia kelele tu kila muda hapa. Nora. Huyo Nora amekuwa nani huko ndani? Basi sawa mama. Rashid alijibu na kuinuka mezani kwa hasira na kasusa kukula. Rashid, rudi hapa. Rudi haraka. Mama yake alikuwa amemuita kwa ukali lakini wala hata kumsikiliza. Huyo kijana vimbona kama kuna kitu anakitaka kwa Nora, wakati ni mimi niliyemleta yule msichana ndani. Siku nikija ukoro na msogele yule msichana Rashid, nitaweka ubaba pembeni, sitaki ujinga kabisa. Yule binti ni wangu mimi tu. Mzee Mbongo aliongea kimoyomoyo kwa kaendelea kula chakula. Ama kweli familia inakwenda kusambaratika kwa penzi la Nora. House girl. Nora alikuwa jikoni na dada wa kazi Mwanahamisi wakiwa wanakula huku wakiwa wamesimama. Maajabu kweli, na ulembo wote huu kuja kwa dada wa kazi. Pole, Mwanahamisi alimwambia. Usimalize maneno Mwanahamisi. Siku sio nyingi nitakuacha kwenye kazi yako na mimi nitakuwa bosi wako. Athubutu. Na Bizua asivyokupenda sawa kabisa kuhusu ndoto labda yule mama afe. Tutaosha vyombo wote, tutafua wote na kudeki vyote na asubuhi usijisaulishe mpaka saa 4 hakuna mfanyakazi wako ndani. Mwanahamisi alikuwa ameongea kwa msisitizo. Nora akamtizama na kutabasamu, na wakati huo mlangoni alipita Rashid akasimama. Nora, kaka, vipi chakula kimekutosha? Ndio kaka, nimeshashiba usijali. Samahani kwa kula jikoni. Samahani kwa kula jikoni nimesimama wima. Wakati mwingine wangu nasogea mezani. Usijali kaka, pana nitosha tu hapa. Okay. Rashid alionika uso na masononeko, atikisa kichwa na kuendelea safari yake kuelekea chumbani kwake. Nora akamgeukia mwana. Uliwahi kuulizwa kama umeshiba chakula au kualikwa kula mezani mwana? Alimuuliza kwa kiona tabasamu. Unajiona nani labda? Mwanahamisi alisonya kwa hasira na kutoka jikoni na chakula chake mkononi. Majira ya saa 5 usiku tayari kila mmoja alikuwa chumbani kwake amelala, lakini Rashid usingizi haukuja. Alikuwa geuka tu kitandani, akili yote ikimwaza mwanadada Nora. Alijikuta akiwa anainuka kitandani na kutoka nje, na ghafla kwenye korido alikutana na mwanadada huyo akiwa na shuka mkononi. Nora, nenda wapi saizi? Mama amenifukuza kule kwenye chumba kizuri. Ameniambia kwamba nikalale na Mwanahamisi chumbani kwake, lakini yule msichana anipende, sijui kama atakubali. Mama naye mbona anakuwa hivi? Sasa ukilala chumba kizuri kuna shida gani? Yupo sawa, mimi dada wa kazi huko ndani. Sitaki kabisa kuishi kama mwanafamilia. Ngoja nikaongee naye. Hapana Rashid, sitaki malumbano yote tena kati yako na mama yako muda huu. Nora alikuwa amemshika mwanaume huyo kifuani akimzuia. Sawa, samahani, usijali Nora, nitashughulikia hilo. Ila naombi mmoja, samahani, usinielewe vibaya. Bila shaka gani Nora? Yule Mwanahamisi alishasema kwamba nisije nikakanyaga chumbani kwake. Atanifanyia kitu kibaya kwa sababu anipende na hafurahishwi na uwepo wangu ndani. Nilikuwa naomba nilale chumbani kwako usiku wa leo, asubuhi nitajua nini cha kufanya. Nora alikuwa ameongea kauli iliyomfanya mwanaume huyo macho yamtoke. Nora, umesema? Samahani lakini kaka. Usijali, mimi nitalala chini karibu. Akafungulia mlango akiwa haamini macho yake. Madawa taratibu akaingia chumbani, Rashid kama angaza macho na kurudisha mlango taratibu. Kumbe Mzee Mbongo alikuwa anachungulia mlangoni kwake, naye alikuwa na mahesabu yake ya kwenda kumfuata msichana huyo. Akamshuhudia wakati alikuwa anaingia chumbani kwa kijana wake Rashid. Nitaua mtu mimi. Yaani hata kama mwanangu haiwezekani achukue mali yangu kirahisi hivi. Aliapa huku midomo kimtetemeka kwa hasira. Maana kwanza ni cheke msikilizaji. Karibu sana. Rashid alimkaribisha mwanadada huyo chumbani kwake aliyekuwa anatizama pembeni kwa aibu. Asante kaka, lakini usinifikirie vibaya. Kwa nini kufikiria vibaya Nora? Alafu kwani hakuna atakayejua kwamba mimi nimelala huko chumbani kwako? Hakuna atakayejua. Niahidi basi, maana sitaki baba na mama yako wanielewe vibaya. Huenda wakahisi kuna kitu kibaya kimeendelea kati yetu. Mpaka niwaambie. Na nitawaambia Nora, kwani unanionaje mimi? Hamna, nimesema tu. Basi karibu kitandani upumzike. Na wewe je? Mimi nalala chini. Hapana, mimi ndo nitalala chini, wala hata usisumbuke. Mimi sio mwenyeji wako. Mimi si ndo mwenyeji wako. Nimekwambia nitalala chini. Hapana, nitalala chini na Nora, kwa nini hutaki kunisikiliza? Rashid akamshika mwanadada huyo mikono yake yote miwili na akamtizama usoni wakiwa makaribiana. Kaka, msichana alikuwa ameinua uso wake kwa aibu na wakatizamana macho kwa macho. Samahani, alimjibu kwa kana usogeza uso wake karibu, akapeleka midomo yake kwenye midomo ya mwanadada huyo.
Kaka, unataka kufanya nini? Busu tu Nora, alimjibu na kuibusu midomo mwanadada huyo ambaye alikishika kidevu cha Rashid. Badala ya busu akaachia midomo yake na kumpa mate kabisa wakiwa wamesimama. Zoezi la mate lilianza taratibu huku mikono ya Rashid ikitali kwenye mwili wa Nora kila kona. Akampapasa na kumtomasa ipasavyo, akajikuta na mkia mpaka kitandani na nguo zikavuliwa na kutupwa chini sakafuni moja baada ya nyingine. Watu wakabaki kama walivyozaliwa, wakiendelea kugaragazana tu na kupigana mabusu juu ya kitanda hicho kikubwa cha 6x6. Upande mwingine chumbani kwa mzee Mbongo bado alikuwa hajapata usingizi. Anahangaika tu geuka kitandani, palikuwa hapalaliki. Akili yote ikawa ipo kwa mwanadada Raia ambaye alimshuhudia akiingia chumbani kwa mtoto wake Rashid. Naamini nilichokiona sio cha kweli. Naamini haujalala chumbani kwa mwanangu Nora, aliongea mwenyewe kwa sauti ya chini sio sikika, huku akiwa anamtazama mke wake, yani Bi Zuena, aliyekuwa anakoroma usingizini. Mzee huyo hakulizika, alilifunua shuka taratibu na kushuka kitandani bila hata kumshtua mkewe. Akaufuata mlango kwa mwendo wa kunyata na kufungua, akatoka kimya safari moja kwa moja kuelekea kwenye chumba cha mwanadada Nora ambaye alikuwa amelala hapo awali. Na ukifungua ndani akumkuta mwanadada huyo, ikabidi aende moja kwa moja mpaka kwenye mlango wa chumba cha mtoto wake. Chumba cha mtoto wake Rashid, na kutega sikio taratibu kusikiliza kinachoendelea, lakini hakuambulia kitu. Ikabidi aelekee jikoni na kuchukua glasi na kurudi tena, akaitega na kuanza kusikiliza. Taratibu utaniua jamani. Ilisikika sauti ya Nora akilia kwa sauti ya mahaba, huku vishindo visikika pa pa, kana kwamba anazabwa vibao, yani makofi. Nipe Nora, utaniua. Sauti ya Rashid nayo ikasikika ikigunaguna na kuhema, ikionekanika wapo katika zoezi hilo la kuvunja amri ya 6. Mikono ya mzee huyo ilitetemeka kwa hasira baada ya kujua kwamba kuna zoezi la kuvunja amri ya 6 linaendelea chumbani kati ya Rashid na mwanadada ambaye yeye ndiye amemkaribisha nyumbani na ameshaonjeshwa penzi tayari, yani Nora. Kuna nini? Aliulizwa nyuma. Akashtuka alipogeuka, alikuwa ni mkewe Bi Zuena, akasimama akiwa anamtazama kwa amejishika kiuno. Hakuna kitu, alimjibu na kuondoka mbio akiwa na hasira. Huyu mzee ana nini? Mbona usiku kutega sikio vyumbani mwa watu? Bi Zuena alishangaa na alijaribu kusikiliza mlangoni kwa Rashid, lakini hakuambulia kitu. Alitikisa tu kichwa na kuondoka. Kulikucha mapema asubuhi, ndani ya shuka moja kulikuwa na watu wawili wamelala uchi, Rashid na huku mwanadada Nora akiwa amemlalia kifuani. Mrembo huyo ndiye aliyekuwa ni wa kwanza kuamka na kumpiga busu Rashid, busu zito la mdomoni mpaka akafumbua macho. Umemkaje baba? Salama Nora, vipi wewe? Salama Nora, vipi wewe? Niko vizuri tu. Kumekucha, mimi naenda. Mbona mapema sana hivyo? Si ungeelekea kupumzika? Hapana mama, kiamka itakuwa ni shida. Si unajua tena kilichonileta humu ndani, sitaki ni mkwazi. Sawa kisi basi. Rashid jamani, sio ombi, ni sheria. Rashid alishika kidevu cha mwanadada huyo na kusogeza midomo yake huku akiwa na papasa mariti yake ya duara kifuani. Inatosha baba jamani, utanivuruga asubuhi nishindwe kufanya kazi zangu baadaye. Alijitoka mwanaume akiwa yuko uchi, akashuka kitandani huku Rashid akimtazama na kuvaa nguo zake taratibu, kisha akatoka kwa mwendo wa madaha, matako yake makubwa yakitikisika ndani ya gauni lake refu alilivaa. Aisee, mtoto mtamu sijaiona. Hapa lazima nioe. Rashid alikuwa ameng'ata kidole. Na alipokuwa ametoka chumbani kwa Rashid, alirudisha mlango taratibu, na alipogeuka alikutana uso kwa uso na mzee Mbongo, baba mwenye nyumba, akiwa amesimama mbele yake, uso ukiwa mwekundu kwa sababu ya hasira. Shikamoo baba. Sina shida na shikamo yako. Umetoka chumbani kwa Rashid kufanya nini mwanamke? Mzee Mbongo alikuwa ameuliza huku midomo ikimchezacheza kwa hasira kali alionayo. Nora alidabisha kichwa chini kwa aibu, akakosa hata cha kujibu. Kumbe hiki kimatlaya kimelala chumbani kwa Rashid leo. Hapa nisipofanya kitu basi maneno yake yanaweza kuwa kweli. Hapa nisipofanya kitu basi maneno yake yanaweza kuwa kweli, nikajikuta mimi mwenyewe nimebaki kuwa dada wa kazi, yeye akawa ni mama mwenye nyumba. Siwezi kukubali. Mwanamke alikuwa ameongea akiwa amejibanza ukutani na wachungulia mzee Mbongo na Nora. Muda huo Masai alikuwa yuko nyuma ya nyumba mita kadhaa kwenye zizi la ng'ombe wa maziwa pamoja na mbuzi, na Fiekeo akiwa na fieka nyasi huko akiimba nyimbo zake za Kimasai kama kawaida, mwilini akiwa na shuka lake la Kimasai akisindikiza na meluzi, na mara mikono ikamshika kwa taratibu, akasitisha zoezi lake la kufieka. Bwana mimi sitaki matatizo tena. Jana ningekosa kasi yangu chupu, hebu tumpishe shetani apite. Sio Mwanahamisi, ni mimi. Ilisikika sauti nyuma. Masai alipogeuka alikutana uso kwa uso na Bi Zuena, mama mwenye nyumba. Bosi aliluka kirudi nyuma. Sasa mbona umeshtuka hivyo Masai? Hapana bosi, nilijua Mwanahamisi, samahani. Hebu kwenda zako kunjoo huku, kuna kazi nataka nikupe. Mara kama ameongea huko kana cheka akitangulia kuelekea kwenye zizi la mifugo ya nyumba hiyo,
kubwa yenye eneo kubwa ambalo amelitenga. Kazi gani bosi? Sitaki maswali nifuate. Aliambiwa akatikisa kichwa na kumfuata mama huyo nyuma mpaka nyuma ya zizi. Bi Zuena kama amesimama akamgeukia Masai akanyosha mkono na kulivuta kwa pembeni shuka la Masai alikuwa amelivaa mwanaume huyo mrefu. Bosi, mbona sasa nataka unifanye kama ulivyokuwa unamfanya jana Mwanahamisi? Sijakuacha umndani kwa bahati mbaya. Alijibu kwa kana mpapasa kwenye nguo yake ya ndani na kushika dudu la mlinzi huyo akionekanika anataka Upande wa Moreno Laia alibaka amenyamaza tu kimya huku uso akiwa amenamisha chini mbele ya Mzee Mbongo ikiwa ni saa 12 na dakika chache asubuhi. Nimekuuliza Nora, imekuwaje umeingia humo chumbani kwa Rashid na kula naye, mbona unijibu? Alimkaribia ghafla Nora kaanza kulia kwa baba, aliita kwa sauti ya chini sana. Kinachokuuliza nini badala ya kujibu swali langu eti? Sikuwa na namna ya kukataa kulala chumbani kwa mtoto wako kwa sababu mama akasema hataki niondoke niende zangu, lakini sasa na kulipa masharti ama nilale kwake usiku au nikubali kuondoka ndani ya nyumba hii. Mbona kuniambia? Ningekwambiaje usiku wakati ulikuwa na mkeo mmelala chumbani? Labda kama ungelikuwa mwenyewe ningeweza kuja kukuambia. Halikuwa chaguo langu mimi. Akaendelea kuangua kilio cha kwekwe. Basi pale nitashughulikia ile mbuni niache mimi. Huyu mwanamke anawezaje kukufukuza usiku kama mwizi? Mbona hapa ni nyumbani kwangu? Ni nani ambaye alimpa mamlaka hayo? Mzee Mbongo aliongea kwa hasira mzungumzia mke wake Bi Zuena. Baba mimi ngoja basi nikaendelea na kazi zangu asije mama akanikuta hapa ikawa kesi tena. Ndio alikuwa ameongea kwa sauti ya chini ya kilio kwa akiwa anaondoka taratibu na mzee wake akamsindikiza kwa macho kwa kitikisa kichwa kama sikitiko iliyochanganyika na hasira. Rashid, pamoja na kuwa wewe ni mwanangu lakini Rashid, pamoja na kuwa wewe ni mwanangu lakini sitafikisha mbali. Aliongea mwenyewe huko mkono wa kulia ukitetemeka kutokana na ghadhabu aliyokuwa nayo. Na muda huo mlango wa chumba cha Rashid ukafunguliwa taratibu. Kijana wake alipokuwa ametoka tulikutana na babake mlangoni. Mzee shikamoo. Alimsalimia lakini badala yake alijikuta akiwa anafuatwa na kuzabwa kofi zito la shavuni lililomwingia kisawasawa. Kijana mshenzi sana wewe. Mzee mbona nipiga? Rashid akabaki amechapa mdomo kwa mshangao akiwa ni kwa mara ya kwanza babake anampiga tangu amebarehe. Yaani alipoingia umri wa kujitambua. Hakuna aliyejua kinachoendelea kwenye zizi la ng'ombe na mbuzi lililomita kadhaa pembezoni mwa jumba hilo. Bi Zuena na mlinzi Masai walikuwa kwa nyuma kwenye uchochoro wa zizi hilo akifanya yao. Mama huyo mtu mzima alikuwa ameshikilia uzio wa miti ya zizi huku mlinzi akiwa nyuma yake amechomeka dudu na kazana kusukuma kiuno. Masai we jamani. Akalalamika huku ng'ombe na mbuzi wakiendelea kutoa sauti zao ndio wakisubiria kuletewa majani ambayo pia ni kazi ya Masai nje ya ulinzi wa nyumba. Kama inauma sema tu mama, maana sitaki hata nikuumise. Masai alikuwa ameongea huku akiwa na guna akimwonea huruma mama huyo bosi wake akisi labda anamuumiza hapo hii. Huku akifinya macho yake na kujichomoa kutoka kwenye dudu la mwanaume huyo wa Kimasai baada ya kumaliza genye zake. Masai futa kwa shuka lake alikuwa amevaa mwilini na kurudisha dudu yake ndani ya bukta aliyovaa. Samahani lakini mama kama nimekuumiza. Unajua nilikuwa nasikia mwili unafanya nyui mpaka nywele zake zinasimama kichwani. Alijikuna kichwa huko kana tizama chini kwa aibu. Acha mambo yako na Elini utakuwa wewe. Ila sasa nikupe onyo, ole wako ajue mtu yote kuhusu kinachoendelea kati yangu mimi na wewe. Nitakunyofa hilo dudu lako. Hakuna atakayejua simambi mtu yote na hapa kabisa hata kulamba mchanga nitalamba. Na yule Mwanahamisi nisikuone naye tena, sijui umenielewa. Sama hata hivyo mimi simtaki, waga ananifuataga tu mwenyewe. Mimi nitakimbia mbio kama vile nakimbia simba kule kwetu Ngorongoro. Haya, angalia kama kuna usalama huko tuondoke huko zizini, hakikisha hakuna mtu anayetuona. Bi Zuena alikuwa ameongea kwa akiwa anaweka vizuri gauni lake la kulalia alikuwa amevaa. Kumbe alipomfumania mlinzi huyo siku ya jana na dada wa kazi Mwanahamisi naye alitamani kufanyiwa huduma hiyo ambayo haipati vizuri kwa mume ambaye umri umeenda kwa sasa. Hakuna mtu mama. Masai alikuwa ameleta taarifa aliporudi baada ya kuchungulia na mazingira. Bi Zuena alitikisa kichwa na kuanza kutoka kwenye eneo hilo la zizini. Wakati huo msichana Norai alikuwa ametokea ndani akiwa yuko nyuma ya jumba hilo akitalitali, na alipoona zizi kwa mbali alitamani kwenda kuchungulia kague aone kilichotokea na akaanza kusogea taratibu, lakini mara kamona Bi Zuena akiwa anatokea zizini huko akiwa anaweka vizuri nguo yake na nyuma alionekana Masai. Haraka Nora kajificha kwenye maua akionekana kuna jambo lilikuwa linafanyika baina yao. Kulikuwa ni mbona kama wametoka kufanya kitu mama na mlinzi wake.
Akajiuliza huko akiwa anawatizama kwa umakini. Bi Zuena alipita kwa njia yake na Masai akaelekea moja kwa moja getini kuendelea na kazi yake ya Lindo, akicheka tu na kujikagua ndani ya shuka lake. Lakini Masai alikuwa amevaa akiwa haamini kama huyo mwenye nyumba na bosi wake leo ametaka kufanywa tena kwenye zizi la ng'ombe kimya. Upande mwingine Mwanahamisi akiwa ametoka ndani moja kwa moja, safari ilikuwa ni kuelekea sokoni akiwa ameagizwa kwenda kununua vitu, na mlangoni alimkuta Masai akiwa amekaa kwenye kiti chake na redio yake chini kwa kitikisa mguu. Masai alimuita kwa kucheka. Masai aligeuka akiwa amemkazia uso. Hebu kaa mbali na mimi mwana, sitaki matatizo. Masai jamani, imekuwayo. Alitaka kumshika. Usiniguse, sitaki mwana, kaa mbali na mimi aise. Mbona leo umekuwa mkali jamani, kwani hujamisi vitu vyangu? Mwana alimuuliza Masai ambaye alikuwa ameangaza kulia na kushoto kama Bi Zuena anamuona, maana alimpiga marufuku kuwa karibu na msichana yule dada kazi. Mwanahamisi lema kituona hapa atanifukuza mimi kazi. Hayupo bwana. Sasa saa ngapi yale mambo yetu tena tufanye usiku basi Masai aliguna. Mimi nitakuja usiku. Mwanahamisi alikuwa ameongea na kufungua geti dogo, akatoka nje taratibu, tayari safari kwenda sokoni kununua mahitaji. Hii mwana nataka letea mimi matatizo akose gasi. Alijikuna huku akiwa analiweka vizuri shuka lake mwilini. Masai mara kaitwa nyuma, akageuka na kukutana mwanadada mgeni Noraia. Na wewe nataka nini tena? Nakusalimia tu Masai, mambo. Sema shida yako, mimi nipo kasini. Nakusalimia tu. Aya tayari nenda. Alafu Masai nikuulize kitu. Ulisara haraka. Kwani kule kwenye zizi la ng'ombe ulikuwa na shughuli gani na mama mwenye nyumba? Ndio alimuuliza mlinzi huyo, akashtuka na kumkazia macho kabla hajajibu swali. Alishikwa na kigumizi cha ghafla. Wewe unasema nini? Kwani silikuwa nafanya usafi? Ndio usafi fanya na mama mwenye nyumba? Sio kweli. Unasongosa nini wewe? Nimeona kila kitu. Ulikuwa unafanya mapenzi na mama mwenye nyumba. Yerui, Masai alishtuka na kusimama huku mikono akajishika kichwani. Mbona umeshtuka sana Masai? Kwani wewe umejuaje eti? Mlinzi alikuwa ameuliza kwa sauti ya kunong'ona na kwa wasiwasi mkubwa baada ya kuambiwa jambo hilo ambalo sio la uongo ila ni la ukweli kabisa. Nimeona kwa macho yangu mawili. Jamani, usiseme basi kwa mtu, mimi naweza kosa kazi kwa sababu mama mwenye nyumba aliniambia twende kule, ndo akaniambia tufanye ako, mimi nilikataa kabisa. Uongo, ulikataa wapi wakati ulinogewa? Kwani nilikataa mimi? Sasa akasema mimi itakuwa sikupi kazi. Acha za Alafu wala usijali, mimi hata siwezi kumwambia yote yule. Asali niseme kitu chote kilitabidi unisaidie kitu kimoja tu. Kitu gani? Naambia tutakusaidia, mimi wala sikatai. Sasa fanya hivi. Siku akija mama mwenye nyumba tena kutaka kufanya mapenzi na wewe chumbani kwako au sehemu yote ile, basi nijulishe. Umesema? Hujanisikia au? Nimekusikia. Masai jikesha. Si una simu? Ndio, ila imefungwa barabend na sumbua. Basi akija tu hata usiku manane, wewe washa taa alafu nitumie message, tumeelewana? Ndio, nimekuelewa. Na mimi nimemaliza. Ndio alikuwa amemjibu, akageuka na kuondoka taratibu. Mbona sikuona mtu pale wakati nafanya na mama mwenye nyumba? Sasa huyu alionaje? Mbona matatizo anapenda ndama mimi Masai? Mlinzi alikuwa amejiuliza huku akiwa anatikisa kichwa kwa masikitiko, mikono ikiwa kiunoni. Ndani bado Rashid alikuwa amejishika mkono shavuni baada ya kutandikwa kofi zile na mbaki, huko akimtizamana na mzee huyo bila hata kujua kosa lake. Bokanume nizabua kibao. Nimefanya kosa gani? Aliuliza huko mzee Mbongo akimtizama na bado mkono wake ulikuwa unatemeka kwa hasira, akitamani kumuongeza kofi jingine mtu wake huyo. Wewe ni waku, kuna nini kinachoendelea hapo? Mbona kama vile hakuna usalama? Bi Zuena kauliza kabla mzee Mbongo hajamaliza sentensi yake kwa Rashid. Aliingilia maongezi yao. Ipo siku yako Rashid. Mzee Mbongo alimnyoshia kidole kijana huyo kisha kaondoka kwa hasira, kimwacha Rashid na mama yake wakiwa wameshikwa na bombwazi, hawaelewi kinachoendelea. Rashid, kulikoni? Kwani kuna nini kinachoendelea kati yako na babako? Na hapo Shavuni mfanya nini? Hata mimi sielewi mama. Nimetoka zangu chumbani nikamsalimia tu, badala yake salamu yangu haijaitikiwa, nikajikuta na zabu tu kwa fila Shavuni. Amekupiga babako? Ndio. Kwa sababu ipi? Hata mimi sijui, maana hajaniambia. Mbona mambo ya ajabu haya? Huyu mzee amepata na nini? Ana majini au? Hata mimi sielewi mama. Mimi naelewa jeni cheki wasikilizaji. Rashid alijibu na kurudi chumbani kwake kwa hasira, akimwacha mamake mlangoni. Mzee Mbongo aliingia kwenye gari lake kubwa akiwa bado ana hasira, na alikuwa amewasha tayari kwa safari kwenda kazini, na wakati huo mwanadada Nola akawa amesogea mpaka kwenye dirisha la gari hilo kabla hajaondoka. Dadi alimuita kwa sauti ya kudeka. Unataka nini Nora? Bado una hasira na mimi? Niache kwanza na mambo mengi ya kufanya.
Sawa nakuacha, lakini jua hauna muda usiku wa kuwa na mimi kwa sababu mkeo yupo. Kwa hiyo usipotumia muda ulionao sasa hivi vizuri, baadaye haitowezekana humu ndani. Ila nimekumisi sana. Nora alikuwa ameongea kigeuka na kutaka kuondoka. Nora subiri. Habe aligeuka kwa mada. Tunafanyaje? Tangulia nje na kuja kwa ajili yako. Alimjibu mzee Mbonga. Alikuwa ametikisa kichwa na kuwasha gari taratibu. Masaka amekimbia mbio akafungua geti kubwa la gari hilo kubwa la kifahari kwa limetoka nje ya jumba hilo, lakini sio moja kwa moja. Likafika mita kadhaa kutoka ilipo jumba hilo na kusimama. Dakika moja baadaye Nora akatoka ndani ya geti na kulifuata gari la mzee huyo. Alipofika tu mlango wa gari ukafunguliwa kama ingia taratibu. Yule si Nora ni macho yangu, na ile si ni gari ya mzee Mbongo ile. Anaingia kufanya nini? Dada wa kazi Mwanahamisi aliyekuwa anarudi kutoka sokoni alijiuliza alipomwona Nora akiwa anaingia kwenye gari la mzee Mbongo. Ikabidi ajibanze kwenye uchoro asionekanike huko akitamani kujua kinachoendelea. Bado una hasira mimi dadi? Nora alimuuliza mzee Mbongo huko akiwa anamshikashika mapajani wakiwa kwa ndani ya gari. Umempa Rashid mali yangu nayotakiwa kuitumia mimi tu, alafu unataka niendelee kukutabasamia? Lakini sijampa yote. Umempa yote. Nimesikia kwa masikio yangu mawili ukilalamika chumbani jana usiku ukionekana kuna furaha ile mtu kama akifanya. Yalikuwa ni maigizo tu. Hakuna ninayemfurahia zaidi yako tu babe. Nora aliupeleka mkono wake kwenye zipu ya suruali ya mzee huyo na kuanza kumpapasa taratibu. Hakuishia hapa, kafungua kabisa. Sitaki kuona tena Rashid, nadhani umenielewa. Nyote wawili nitawafanya kitu kibaya sana. Haiwezekani tujirudia tena. Nadhani nilishakuambia kwamba nilifanya vile kwa sababu ya shinikizo, tunasikuwa na namna nyingine ya kumkata, na yote ni chanzo ni mkeo Bizuena. Kwani huniamini mpaka sasa? Alimuuliza huko akiwa anatoa juju ya mzee huyo ndani ya suruali na kuisogeza midomo yake, akaanza kunyonya taratibu akipitisha ulimi wake. Oh Nora, utaniua mwenzi. Tena basi nitashindwa kuendesha gari bure hapa. Hotelini hapana, kwa sababu nyumbani mkeo atanitafuta. Nakupa ule humu. Mwanadada huyo alimjibu kwa kanafiatua kiti alichokuwa amekaa mzee huyo. Kikainama kwa nyuma, akapandisha gauni lake alilokuwa amevaa na akalikunja usawa kiuno. Kisha akamkalia mapajani na kuanza kunyonga mauno yake huku gari kitikisika, lakini hakuna ambaye angewaona kwa sababu vio vyote vilikuwa tinted. Rashidi akiwa chumbani kwake alikuwa yuko mbele akiwa kikubwa kitazama kwa kagua shavuni. Kwani baba ni zaba kibao kikala namna ile? Mbona hajaniambia kosa langu? Alijiuliza mwenyewe na kushusha pumzi, na muda huo simu yake ya mkononi iliita. Namo basi, sijakuona ofisini jana na leo mpaka sasa hivi kimya tu. Tatizo gani? Sio kawaida yako. Nipo sawa, kuna mambo tunarekebisha. Twende tukale bata bwana. Leo kutakuwa kuna pisi kali za kutosha pale ufukweni zote. Leo sisikii kwenda popote. Mbona mbadiliko siku hizi mbili au kuna nini? Yaani au unataka kuoa nini? Umejuaje? Usiniambie wewe kuoa tangu lini bwana? Mbona sio mambo yako hayo? Kuna msichana mzuri nimempata, naona amebadilisha kabisa mawazo yangu. Usiniambie nani huyo mpaka amekufanya uanze kuwaza kuoa? Dada wa kazi hapa nyumbani. Toba, dada wa kazi? Una akili kweli wewe? Yaani hadhi yako hiyo, pesa na heshima, muonekano wako, unataka uwe dada wa kazi? Umerogwa wewe. Basi alikuwa amefungua kicheko kikali sana cha kejeli. Rashid aliamua kukata simu na kuitupa pembeni. Hujamjua dada wa kazi ninayemzungumzia. Ungemwona na kuonja utamu wake ungenipongeza basi. Lazima ni muone na mimi. Aliapa mwenyewe kwa kanashia pumzi. Gari hilo kubwa la kifahari lilikuwa linanesa kama kuna watu wanarukaruka ndani ya gari. Dada wa kazi Mwanahamisi akiwa anashuhudia jambo hilo. Ila Nora ni malaya jamani. Hata ugopi kuwachanganya wote, baba na mtoto. Halafu nikimchekea usiku moja kweli atakuwa mwenye nyumba humu ndani. Halafu mimi nitakuwa ni mtumwa wake tu, lazima nifanye jambo. Mwanahamisi alikuwa ameongea mwenyewe akiwa amejibanza na chungulia gari la mzee Mbongo, ambamo ndani alikuwepo mzee huyo na mwanadada Nora. Mwanahamisi alitoka kimya kwenda nyumbani kuwahisha mahitaji aliyokuwa ameagizwa baada ya simu yake ndogo ya mkononi kuita, na alikuwa anapiga ilikuwa ni simu mwingine ila Bizuena, mama mwenye nyumba. Ndani ya gari ni kweli zoezi la kupeana utamu lilikuwa linaendelea kati ya mzee Mbongo na msichana wa umri wa kumzaa Nora. Mzee huyo akiwa amelala kwenye kiti kilichokuwa kimeinamishwa na mwanadada huyo akiwa amekalia dudu akikata mauno akinyonga kama nyoka kwenye mti juu ya mapaja ya mzee huyo. Gauni alikuwa amevaa akiwa amelikunja kiunoni na kiupe akiwa kaivua. Alivuta kwa pembeni na kuruhusu chururu ya mzee huyo na kuruhusu chururu ya mtu mzima huyo ingie, huku upande mmoja wa gauni akiwa ameushusha na kulitoa titi lake moja. Alomsusia mzee Mbongo alinyonye, naye alipalamia akalinyonya kama vile mtu aliyekuwa ameambiwa kuna mgeni anakuja kunyonya. Yaani alikuwa akilikomba lote, hataki mgeni atakaye kuja apate chochote. Oh dad jamani, hapo
Nora akalalamika kimahaba huko akawa anaendelea kumvuruga mzee huyo kwa miviuno aliyekuwa amezingangania shanga zake kiunoni. Nora, utaniua mimi jamani ala. Mzee Mboga alalamika huku macho yakimtoka akiwa hajafika hata dakika 3 tangu mchezo uanze. Alikakamana kumwaga wazungu ndani ya ucho mwanadada huyo huku akihema. Pole dadi pole. Alimpapasa kichwani nywele zake chache zenye mvi na kumbusu kwenye paji la uso, kisha akashuka kwenye mapaja yake baada ya mzee huyo kumaliza safari ya muda mchache. Asante, una shida gani yoyote? Dadi, mimi shida yangu kubwa kidogo tu. Itaje tu hiyo. Nilikuwa nahitaji kama milioni 5 hivi, kuna mambo yangu nifanye tu hivi. Sawa na kutumia. Kweli dadi? Ndio. Ukiwa na shida yote usimwambie mtu yote zaidi yangu. Ni sawa dadi, thank you. Nora alimbusu mzee huyo shavuni ambaye alitoa simu yake ya mkononi na kufanya muamala wa shilingi milioni 5 kwenda kwa msichana huyo. Wow, thank you so much daddy. Alimbusu tena mdomoni. Utanunua unachokitaka. Aya, baadaye kazi njema jamani. Alimwaga na kushuka kwenye gari. Mzee huyo akatekisa kichwa na kuliondoa gari kwa kasi. Nora alichukua simu yake na kupiga. Tajiri, sauti yake ikasikika. Nimewatumia milioni 2 na laki 4 hapo. Mgawane laki 8. Wow, asante boss. Vipi lakini kuna mafanikio yote kwenye jambo lako huko? Mafanikio hapo makubwa tu. Tayari baba na mtoto wote wako mikononi mwangu. Sawa, ukihitaji msaada wetu julishe. Danye tulieni tu. Hili jambo mimi nalimaliza. Nora alikuwa amejibu na kukata simu kwa kitabasamu na kuingia kwenye geti dogo la jumba hilo kubwa, na uso kwa uso na kukutana na dada kazi Bwana Hamisi. Umetokea wapi Binora? Sio kazi yako kujua. Basi sawa, kama sio kazi yangu kujua, basi nimeshajua kwamba unatoka kimapenzi na baba mwenye nyumba, na kilichobaki ni kwenda kumwambia mke wetu. Mwana, Nora alimuita msichana ambaye alikuwa amegeuka akianza safari kuelekea ndani ili kupeleka ujumbe huo kwa Bizuena kama alivyoahidi. Bwana Hamisi alipoingia tu ndani akakutana na Bizuena ambaye alikuwa anamaliza kuzungumza na mtu kwenye simu, huku ameshika nyanya za mboga mikononi. Mama, alimuita mama ambaye alimgeukia taratibu huku uso wake ukiwa ni washwari ila washari. Bora hata umejileta mwenyewe mwana. Ndio nyanya gani hizi ambazo tulizonunua? Hizi ni nyanya au vituko? Nyanya zina madonda yani kama sijui zinaumwa tete kuanga, zimepweta kama vile zina ukimwi. Mama, nyanya zimekuwa dim sana sasa hivi. Yani kila soko ni hizo. Unanunua za bei rahisi ili ufiche hela siete? Hapana mama, nyanya zenyewe ndo zinatoka hapa kahaba mkubwa wewe. Biziona kamrushia Mwana Hamisi nyanya usoni zilizompasukia na kumwagigia. Nisamani mama, nenda kanunua nyanya nzuri na utajua utanunua kwa hela gani, kidokozi mkubwa wewe. Unadokora na bebe nyanya mibovu. Kwa hiyo ndio mbona unatupigia nyumba hii? Bizuena alikuwa anaongea kwa ukali huku Mwana Hamisi akiwa kimya ameinamisha kichwa chini, na Nora hakuwa mbali, alikuwa pembeni anatazama kinachoendelea. Mwana Hamisi aliongea kwa kimya na mboni kwenye nguo yake akiwa na mfuko wake huo wa nyanya na viungo vingine. Kazi ikiwa ni ya kuvirudisha alikuwa vinunua, tena akitakiwa anunue vingine kwa gharama zake mwenyewe. Pole sana, aliambiwa alipokuwa amegeuka alikutana na Nora ambaye alikuwa anatabasamu. Ni haja ya kuhusu, alimsonya. Samani, vipi ulifanikiwa kumwambia bi mkubwa ulichokiona kati yangu na mzee kwenye gari? Hata kama sijamwambia leo, lakini nitamwambia tu. Hujakata tamaa. Asa nikwambia kitu usije ukathubutu, kwa sababu sio mimi utakayeniumiza kama unavyozani, ila ninakuhurumia kwa sababu utajiumiza nawe mwenyewe mwana. Kama hata hapo kanulia nyanya nzuri. Alimwambia akiwa anamwekea noti 2 nyekundu kifuani, yani shilingi 20,000 huko akiwa anaondoka kwa mada. Hela yako naichukua na kukuchongea kwa Bizuena kupa pale. Mwana alisonya na kaongea peke yake huko akiwa anazikunja noti zile 2. Nora kabla hajafika mbali, Nora aliitwa alipogeuka akamwona Rashid akiwa anakuja taratibu akiwa amevaa suti na tai tayari kwa ajili ya safari za ofisini. Kaka, umependeza sana ise, ila hii tai hujaweka vizuri. Alijibu kimsogelea taratibu na kuanza kumweka vizuri. Asante, umependeza sana Nora. Nimependeza, nimevaa nini cha ajabu hapa zaidi ya marunya yangu tuae. Hata uvae magunia utapendeza sana. Yani hakuna kitu utakachokivaa alafu kisikupendeze, niamini mimi. Usinisifie kwa uongo na nivimbisha kichwa bwana. Vimba tu. Alafu kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Lakini sio muhimu sana. Nitakwambia siku nyingine. Niambie bwana. Amna sio sasa hivi. Sitaki niambie. Ndio hapana, nitakwambia wakati mwingine. Sitaki, usiponiambia nanuna. Aliongea kwa udeka huko kaendelea kunyosha tu tai vizuri na shati. Kwa wakati huo Bizuena alikuwa anapita akafunga breki baada ya kuwaona wale wao wamesimama pamoja tena kwa ukaribu sana, na Raia alikuwa amemshika kijana wake. We binti, bado unaendelea kuvuka mipaka sasa safari.
sitakuvumilia. Nitakachokufanya hutoamini. Mama huyo alikuwa ameongea kimoyomoyo huku akiwa na saga meno yake kwa hasira. Kwa hiyo ndio umegoma kuniambia hicho kitu? Nora alimuuliza Rashid huku akiwa anamaliza kumweka vizuri tai yake na kora shati lake vizuri la suti. Na sisi wakati mwafaka huku kuambia nicho kikawaza. Ila ndani ya siku hizi chache nitakwambia Nora, usijali. Rashid alikuwa amemjibu huku akiwa anamshika kidevu cha mwanadada huyo bila hata kujua kuwa mamake yuko pembeni na watizama tu. Bizana akajikuonesha kwa makusudi kabisa Nora ageuka kumuona. Mama, Rashid aliita. Nilizani umeshaondoka tayari, kumbe umesimama tu unamsikiliza huyo msichana asiyejielewa. Anakwambia ni cha maana. Mama, hebu msichana nenda zako. Nani leo kuruhusu kugusa mwanangu? Bizana alimvuta Nora mkono na kumweka pembeni. Samahani mama. Nora kajibu huku akiwa ameinamisha kichwa chini. Hebu toka hapa, kuna mambo mengi sana ya kufanya. Kalisha ng'ombe majani, maana kazi kuzunguka tu hapa ndani hata wala sioni unachokifanya hapa. Bizana alikuwa mkali. Nora katikisa kichwa na kuondoka taratibu, kwa Rashid akitikisa kichwa chake kwa masikitiko. Lakini mama sidhani kama ni sawa unachomfanyia Nora. Kwani umekosea nini? Ila unaona kwamba ni sawa anachokufanyia wewe kama mtoto wangu. Alikuwa ananiweka tu tai vizuri hapa na shati lilikuwa limekaa vibaya. Hilo ni jukumu la mkeo na sio la Rashid. Asiyekuwa wapi huyo mke? Sina kwa sasa. Usijali, atakuja siku za hivi karibuni. Ungekunywa maziwa? Hapana mama, sijisikii kula wala kunywa chochote kile kwa sasa hivi. Naona mambo humu ndani kila siku yananivuruga tu yani. Alijibu na kuondoka, kimwacha mamake amesimama pale pale. Ni jukumu langu kuhakikisha upo salama na hakuna kinyamkela yote ule anayethubutu kusogelea, utake au usitake Rashid. Mwairo kama ameongea yeye mwenyewe huku kama kawaida. Dada wa kazi Mwanahamisi hakuwa mbali, alikuwa amejibanza kwenye kona anafuatilia yote yanayoendelea. Usichokijua ni kwamba huyo kinyamkela ameshalala na mtoto wako, na ukizubali tu kuna siku utamuita mkwe. Ila usijali, mimi sitakubali litokee. Nitafanya juu chini kuhakikisha kwamba anatoka umndani, na sio kwamba tunakupenda sana wewe mama, ala hata sikupende. Sio dada wa kazi kama mimi eti siku moja aje kwa mama mwenye nyumba halafu nimfanyie kazi, abadani. Mwanahamisi alikuwa ameapa kijisemea mwenyewe moyoni, huku mkononi akiwa na mfuko aliokuwa amenunua nyanya mpya kwa pesa alikuwa amepewa na Nora. Upande mwingine tayari Rashid alikuwa yupo kwenye gari lake na mlinzi Masai alikuwa ameshamfungulia geti kubwa ili atoke, lakini gari lilikuwa limesimama tu linde popote. Huyu mtu vipi amenipigia kelele honi kwa fujo alafu nimemfungulia mlango? Huyu mtu vipi kanipigia kelele honi kwa fujo hapa nimemfungulia geti alafu hataki kutoka? Masai alikuwa amejiuliza kwa akiwa anazungusha kilungu chake mkononi. Sisi nimepata na nini? Kila wakati najikuta nikiwa namfikiria Nora. Nikilala ni wewe Nora, nikiamka ni wewe. Hata kazini kwenda naona uvivu kabisa, nitamani nikae tu na wewe, tutazamane tu, tupeane mahaba. Mbona sikuwa hivi? Rashid alijiuliza huku akiwa ameshikilia usukani, akashusha pumzi na kukanyaga mafuta. Safari kaanza taratibu kuelekea ofisini, akitoka kwa shingo upande ndani ya jumba hilo la kifahari. Jioni iliingia na hatimaye usiku wote wawili Rashid na babake Mzee Mbongo walikuwa wamerudi mapema nyumbani, lakini hakuna aliyemwongelesha mwenzake kati yao. Mzee Mbongo alikuwa na hasira na mtoto wake huyo ambaye hakujua haswa chanzo babake kumkasirikia kiasi hicho ni kitu gani. Wakiwa mezani watu watatu walikaa mezani na Mwanahamisi na Nora ndo ambao walikuwa na kazi ya kuandaa chakula mezani. Jamani, karibuni chakula. Nora aliwakaribisha Mzee Mbongo na Rashid wakaitikia, lakini Bizwena hakuitikia. Msichana yule alipokuwa ametaka kuondoka, Rashid akamshika mkono kumzuia, kitendo kilichozidi kumkasirisha babake. Mwanadamu alikuwa ameshikwa mbele yake lakini akashindwa kuzungumza. Unakwenda wapi? Naenda kula jikoni. Hakuna kula jikoni, nitakula hapa. Hapa na kaka, jikoni panatosha. Rashid, hebu mwacha aende. Bizana kameongea. Hapana mama. Sidhani kabisa kama ni sawa kula jikoni. Na yani kama mwanafamilia tu kwa sasa hivi. Mbona ukuwahi kufanya hivyo kwa Mwanahamisi? Basi waje tu wote wakae hapa mezani tule wote. Alimjibu mamake. Mzee Mbongo alikoa kikozi cha uongo na akainuka mezani taratibu, akaondoka kuelekea chumbani kwake huku wote wakimtizama. Kumbe ndo shida yako. Basi karibu sana Nora. Keti ule. Bizana alimjibu Rashid huku yeye akiwa anainuka taratibu. Lakini mbona unakosa utu na ubinadamu? Kaka haina haja ya kumsumbua mama, mbona mimi kula jikoni nipo sawa tu. Nora alikuwa amemsi. Nora, unaweza kunyamaza tafadhali? This is just between me and my mother. Akamwonyesha kwamba ni kati yangu na mama yangu tu. Aliongea kwa Kiingereza kwa kuonesha msisitizo. Samahani. Nora alikuwa ameinamisha uso wake chini. Sijui hata umepatwa na nini mpaka unamjali sana msichana kuliko kitu chochote kile umndani Rashid.
Kila siku naona mambo mapya tu, lakini sitaruhusu litokee kubwa zaidi ya haya kama nipo hai. Bi Zuena aliongea kwa msisitizo akiwa anaondoka mezani. Ops. Rashid alishusha pumzi huku akiwa anamsindikiza mama yake kwa kutikisa kichwa kwa masikitiko. Ndio maana sikupenda kile ulichotoka ukifanya kaka. Angalia sasa, umefanya mpaka baba na mama washindwe kukaa mezani hapa kula pamoja kama familia. Sijapenda eti. Na alikuwa ameongea huko naye akiwa anageuka na kutaka kuondoka, lakini kijana huyo akamwahi na kumshika mkono. Nimekubali baba na mama waniache waondoke nikitegemea wewe utakuwa pamoja na mimi, lakini mpaka mwenyewe unataka kuniacha tena la kweli? Rashid akamuuliza. Samahani kaka. Na alikuwa ameachia mkono wa mwanaume huyo na kuondoka taratibu akimwacha peke yake. Rashid aligonga meza kwa hasira. Puvu. Mechi bado mbichi hii na bado mimi mchezaji wa akiba sijaingia uwanjani. Siku nikiingia Nora, utaaga mashindano kwa sababu nina kubwa kuliko ambayo hautaamini macho yako. Mwanamisa alikuwa ameongea akiwa amesimama pembeni huko akiwa ameshikilia sahani yake ya chakula. Wakati huo mzee Mbongo alikuwa chumbani kwake ameshikilia mfuko ambao una chupi za kike tena za kisichana kabisa, dazani nzima. Na moja ameitoa ameishika mkononi huko akiwa anaitazama na kuinusa, ingawa zilikuwa ni mpya zijawahi kuvaliwa, ikionekanika amezinunua kama zawadi maalum. Hizi ni kwa ajili yako Nora. Nafanya kila kitu kuhakikisha kwangu unapata raha. Lakini kwa nini mwanangu wa kumzaa anataka kuniharibia? Aliongea mwenyewe kwa akiwa anatazama kiupi hiyo kwa mahaba, akinusa nusa kama mfumba macho yake. Oho, ukimaliza unachokifanya nataka uniambie ni chupi ya nani hiyo uliyoshika mkononi? Aliambiwa alipofungua macho alikutana na mkewe Bi Zuena akiwa kasimama mlangoni na mtizama huku mikono amejishika kiunoni. La haula, mzee Mbongo alikunja chupi na kuificha nyuma, lakini alishachelewa. Kama kuonwa, alishaonwa. Msikilizaji, tuishie hapa katika sehemu ya kwanza. Tutakuwa na sehemu ya pili, 3, 4, 5, mwisho itakuwa ni 6 tu. Wala tutakuwa na simulizi ndefu ni fupi lakini tamu kunoga. Unaweza kuipata sasa hivi kupitia WhatsApp nambari 0677 062012 kaipata mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. YouTube channel Simulizi Mix baki hapa hapa. Unaweza kuipata pia sehemu inayofuata, sehemu ya pili. Usicheze mbali na Simulizi Mix kwa sababu burudani itaendelea mpaka mwisho kabisa. Hapa kazi ipo baba na mwana. Sawa, kuna Masai, kuna house girl mwingine Mwanahamisi. Anasema kwamba hajaingia mchezoni bado. Yeye mchezaji wa akiba. Anasema kiingia Nora atainua mikono mwenyewe na kuamua kukimbia. Lakini Nora ana misheni gani katika hii familia? Kumbuka na wasichana vile bidada vingine vitatu kule wakina Lea wakina nani kule, kwamba hii kazi wamwache tamaliza mwenyewe. Lakini alikuwa ameiba simu ya Rashid kwa maana gani? Na akaamua kuacha pesa kule loji. Wana misheni gani ndani ya hii nyumba? Lakini Mwanahamisi akasema kwamba yeye mchezaji wa akiba hajaingia kazini. Haya, nini mwisho hii michezo inachezwa hapa ndani? Kuanzia kwa huyu mzee na kijana wake na Nora, Masai na mke wa bosi mama pamoja na Mwanahamisi. Usikose kuwa nami katika sehemu ya pili kujua nini kiliendelea. Mpaka wakati huo, bye bye.